Na rasmi tumerudi msikilizaji, tuko hapa tena kwa ajili ya muendelezo wa simulizi yetu ya Maina. Na katika sehemu iliyopita, sehemu ya 8 msikilizaji, basi wote kwa pamoja tulipata kuona kwamba Maina aligoma kuendelea na harusi kwa sababu tu ndugu yake ama rafiki yake kipenzi hakuwepo. Maamuzi ambayo nilikuuliza vipi? Uliona kama wewe amekaa sawa au ni vipi? Sasa mimi sijui pia na sijui Allah na familia yake wataamua nini. Na hiki ni kitu ambacho karibu kila mwanafamilia pale alikuwa amekasirika. Sasa nini kinaendelea? Hii ni sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Maina. Tunaenda pale tulipoishia. Sasa Allah anasema kwamba ilikuwa ni aibu kwa upande wa familia yake. Aibu ambayo hakuna ambaye alijua ataweka wapi sura yake, maana kila mmoja alitambua kwamba tukio la ndoa yao lingeruka moja kwa moja kutoka katika kituo cha taifa. Licha ya kuruka moja kwa moja, lakini pia Allah alikuwa akifahamika karibu Mwanza nzima. Kurudi bila kukamilisha tukio lile la muhimu kwa mama Allah pia kulimkera sana. Alijikuta akiweka chuki katika moyo wake. Hakumtazama Maina kama mke wake tena, bali alimuona kama mtu mmoja malaya tu ambaye ameamua tu kumdhalilisha yeye na familia yake, kwa sababu kila akipima uzani wa kipi kinachofanya ndoa isiendelee, alikuwa anaona ni upuuzi tu. Ndani ya moyo wake kulikuwa na hasira dhidi ya yule mrembo, yani chuki pamoja na jazba viliungana kwa pamoja na kutengeneza sumu ambayo hakuona sehemu ya kwenda kuitoa zaidi ya kupanga pingamizi na maangamizi makubwa sana kwa Maina. Hakuhitaji tena ndoa yao kuja kufungwa tena, hakutaka, sio kwa aibu ile, hakutaka tena. Basi hala naye alikuwa amechukia mno. Alimchukia Maina na alidhani kwamba ule ulikuwa ni mpango ambao umesukwa kwa muda, lakini alifichwa ili kupata kile ambacho walikuwa wanakihitaji ili baadaye wakifanye. Na alikuwa akiamini hivyo, sijui kwa nini. Aliamini kwamba walisuka pamoja, yani Maina pamoja na Rasma, kwa sababu kwake aliwachukulia kwamba ili kwa ndoa ile walishapanga, na kuhusu kifo ilikuwa ni sehemu ya kisingizio tu. Moyo wake ulianza kujenga sumu ya kimawazo dhidi ya Maina, sumu ambayo taratibu ilianza kujisambaza katika damu yake, ambayo ilikuwa pia vile vile kama kwa upande wa mama yake. Kesi naye ndio usiseme, alikuwa amechukizwa mno. Muda wote hakuacha kusonya na kutukana. Moyoni alichukia sana. Alikuwa anahitaji tu kufika Tanzania na baada ya hapo akauwashe moto ambao asingepata mtu wa kuuzima. Alijikuta akimchukia Maina hata alipokuwa akimtazama. Alitamani mrarue, lakini alishindwa kwa sababu walikuwa katika ndege. Maina kwa upande wake alianza juu ya kile ambacho alikuwa amekichukua, na alikuwa kama ni sehemu ya maamuzi magumu sana, yani kwa sababu yeye alifanya maamuzi magumu sana katika maisha yake. Kuna muda aliona alikuwa maamuzi ya kijinga, lakini ilifika wakati ibidi kubaliana na maamuzi yake. Kabidi sasa aungane na kile ambacho amekichagua. Nisipojiambia mimi mwenyewe kwamba niko sahihi, nani mwingine ambaye ataniambia? Maina alijiuliza ndani ya nafsi yake kwamba alitakiwa endelee kujitetea. Kuanzia airport mpaka Dubai, mpaka wanafika Kenya, Maina macho yake yalilowana kwa machozi. Alikuwa akilia huku kitambaa ambacho alikuwa amekishika mkononi kikiloa machozi kana kwamba kiliwekwa maji katika mwili wake. Hakufurahia uamuzi ambao aliuchukua, lakini hakuwa na jinsi kwa sababu aliamua kuchukua uamuzi ule kwa mtu ambaye kwake alikuwa anaamini kwamba alikuwa ni muhimu sana kwake. Hatimaye ndege ilitoka katika uwanja wa kimataifa wa Kenya, ambapo walifuatwa na taksi maalum ambazo ziliandaliwa na Abdul na ziliwapeleka hadi hotelini ambako wangetakiwa kukaa kwa siku moja, kisha inayofuata wangeingia zao Tanzania. Majira ya saa 5 usiku, eneo la nje ambalo lilikuwa mahususi kwa ajili ya wageni ambao wamefika katika hoteli na kupiga stories hapa na pale, na huko akila upepo, kulikuwa na kikao cha watu 3, mama Allah mwenyewe pamoja na Kesi. Kilikuwa ni kikao ambacho hawakutaka kumhusisha mtu mwingine yote yule, na walikifanya kwa siri sana, maana ilikuwa ni muda ambao watu wengine wamepitiwa na usingizi. Yani huyo ameleta upuuzi sijapata kuona, tunafanyaje? Allah aliongea tena kwa matusi mbele ya mama yake. Akasema ukiona mtu anakataa mapema, yani amekataa pema, basi pabaya panamuita. Na katika hili mwanangu, kama unachukua maamuzi yote yale, mimi niko upande wako. Aliongea mama Allah na alisema huko akigonga mezani kwa mkono wake. Sijui tumuue tu mshenzi huyu. Kesi aliongea akiwa na jazba sana. Bwana, nitajitafutia tu Kesi, lakini huyu mbwa dawa yake naijua. Aliongea Allah huko akigonga meza kwa ngumi ambayo alikuwa ameikunja mkono wa kulia. Dawa gani? Yani nikifika pale nyumbani na mfukuza afu nampeleka mwanamke ambaye ni mkali kuliko hata yeye, nitampenda mara 2 yake. Yani huyu lazima ajilaumu. Najua anafanya kwa makusudi. Ngoja kwanza. Allah alifoka. Ndio ni makusudi, sijui nikamfinye kwenye kile chumba. Kesi alipayuka huko akitaka kunyanyuka, lakini wenzake wakamzuia.
Nitaka kusema kitu kama hicho. Wanawake wengine unajua ni wajinga sana. Sasa ni hivi, hapa ndo najua kwa nini ulikuwa uko single ise. Kumbe upuuzi wenyewe ndo huu. Mama Ala naye aliongea tena, aliongea weka na matusi katika sentence yake. Katika maongezi yao kila mmoja alikuwa akiongea kwa lugha yake. Hakujulikana nani alikuwa mama, nani mtoto. Naye alikuwa kama washikaji tu, yani kujumlisha na matusi ambayo alikuwa anaongea. Na yote ilikuwa ni hasira kwa sababu pia Maina aliwaumiza na wakapanga kwamba sasa watamjibu kwa maumivu pia. Akiwa chumbani, Maina machozi yalikuwa yanaendelea kumtoka, moyo wake ulimuuma kwa vile na kwa kile ambacho kwa kinaendelea. Alizoea kuwa na amani katika maisha yake, lakini leo hii amani hiyo iko tena. Alizoea kulala na Ala, lakini siku ile haikuwa hivyo. Ala alijitenga naye kabisa. Hata alipojaribu kumuita kwa kumtumia message WhatsApp akupata kujibu, aliziona tu na hakusema chochote, kitu ambacho kiliendelea kumpa msongo wa mawazo. Alijikuta anakuwa njia panda, anakosa rafiki maana watu wote walimtenga na walikuwa vyumbani kwao wakiendelea kupiga usingizi. Hivi kwa nini nachukiwa hivi na Allah? Lakini kosa langu ni lipi? Kwani si nimesema kwamba hakuna ndoa jamani? Mimi kwani kuna mahali nimesema kama ndoa haipo? Nimekubali kama ndoa haipo, lakini sio sasa hivi. Kwani kosa langu hapo ni nini? Kama angekuwa ungwana basi mbona swala la kuelewana tu? Si swala la kuelewana hili. Nahisi kama nimemkosea jamani, kweli. Ila ndo kama hivyo basi nitamuomba msamaha kama nimemkosea sana kiasi hicho hata kuongea na mimi itabidi muombe msamaha. Maina alikuwa anazungumza yeye mwenyewe na nafsi yake. Aliona kwamba alikuwa anapaswa kwenda kuomba msamaha kwa Ala licha ya kuwa ni usiku. Alijiamsha na kutoka zake nje, akaenda hadi kwenye chumba ambacho mama Ala alimuona akiingia. Alijaribu kubisha hodi lakini kimya kilifuatia. Wakati anabisha hodi, alisikia sauti na hatua za watu wawili wakielekea upande alipo. Ikabidi abadilishe upepo wa macho na kutazama wapi ambapo wale watu walikuwa kitokea. Macho yake alizafiri na kumuona Ala akiwa na kesi pamoja na mama yake. "Unafanya nini katika chumba changu wewe malaya?" Mama Ala aliuliza. Itakuwa kaenda kuweka uchawi wake. Kesi alisema kwa kipiga hatua hadi sehemu ambayo Maina alikuwepo. Yaani watu hao wamebadilika kutoka kwenye upendo mkubwa ambao wamewahi kumuonyesha mpaka kufikia kuwa ni watu wa ajabu ambao Maina mwenyewe alibaki na shangaa. Wote walifanikiwa kumfikia pale alipokuwa. Hakuna kingine kilichofuata zaidi ya maswali kwa Maina. Ilikuwa ni maswali ya bandika bandua, kila mmoja kiojila kwake. "Kwa umekuja kuroga, si ndio?" Mama Ala alisema kwa kivuta mashavu ya Maina. "Si ujibu." Kesi aliongea na kumpiga kofi. "Kwa hiyo kisa umegairisha ndoa kule ndio unaamua kuja kuroga sasa, si ndio?" Aliongea Ala kwa kumtazama Maina kwa hasira sana. Butwaa ambalo lilikuwa katika uso wa Maina lilikuwa ni kubwa sana. Macho yake yalionyesha kushangazwa na kauli ambazo zilikuwa zikiendelea dhidi yake, maana alinyanyaswa ugenini na watu ambao ndio walikuwa kama sehemu ya maisha yake. Akasema, "Tangu lini mimi nikawa mchawi?" Maina aliuliza kwa sauti ya kitetemesha ambayo ilikuwa inaashiria dalili za kwamba anataka kulia. "Asa kama sio mchawi wewe ni nini? Ungegairi kuolewa?" Maina aliuliza. "Sidhani kama tunapaswa kupiga kelele watu wengine, tuongea kesho basi," Maina alisema. Kisha aliondoka na kuelekea nyumbani kwake ambako alikofika huko alianza kulia sana. Ulikuwa ni usiku mbaya katika maisha yake. Ulikuwa ni usiku ambao alianza kuona mabadiliko ambao hakutaraji kama angeona. Kweli kila mwema na upande wa pili wa maisha yake. Mama Ala ambaye alikuwa anandekeza namna hii ndo kama mkali hivi. Nitazungumza na Ala. Ndio itabidi niombe muda tuongee vizuri. Alijiambia Maina kisha alijiegesha kitandani. Hatimaye siku nyingine iliingia na safari ya kurudi Tanzania akitokea Kenya ilianza. Kwa Maina alihisi kwamba kungekuwa na amani kwa mwenzake, lakini haikuwa hivyo, kwani kila aliyemsalimia alikaa kimya, kitu ambacho kilimuumiza moyo, maana hadi watoto wadogo waliambiwa sitikie salamu yake, ni mchawi anataka kuwaroga ili wafe. Jamani. Sasa waliingia Tanzania na safari ya kwenda Igoma ikafika. Ilikuwa ni miongoni mwa safari mbaya kwa Maina, maana hakuna ambaye alimuonyesha ushirikiano. Ilibidi ajikaze kama mtoto wa kike na akajiambia kwamba yeye ni mshindi na anaweza kutengeneza furaha yake pale ambapo inabidi, sio kutegemea watu wengine. Walipofika nyumbani kwa Ala, wenzake wote hawakuonyesha kama walikuwa na dalili ya kwenda kwenye msiba. Hata alipomshirikisha Laila aliondoke, lakini naye alimsikiza mamake ambaye alikuwa upande wa kina Ala na hakutaka kuongozana naye. Kama mwanamke ambaye alijitoa kwa ajili ya Rasma, basi alifunga safari yake na kuelekea nyumbani kwa Rasma ambako alikuwa anakaa kabla. Alimkuta Rasma ambaye alikuwa analia. Hakuamini kama rafiki yake alikuwa amekuja pale kwa wakati ule. Kwake aliamini kwamba Maina alikuwa anamtania muda ambao anamwambia kwamba asizike bila kuwepo yeye, lakini kama masiara alikuwa anakuja mahali pale. Wakiwa chumbani waliao pembeni ilipo maiti mama Garma, walianza kuzungumza. "Kwa nini umekubali kurudi bila hata kufunga ndoa?" Rasma alimuuliza. "Kwa nini wewe urudi?" "Mimi nimefiwa na mamangu, hata kama mimi rafiki yako ambaye ndio kila kitu, umefiwa na mama yako, lazima niwepo. Laiti kama wewe usingerudi basi hata mimi ningebaki kule, lakini nisingekuwa na amani na sikuona umuhimu wa kufunga ndoa. Wakati mtu wangu karibu ulikuwa upendo kila kitu kwangu." Rasma Maina alimwambia. Rasma aliwaza kwa muda, na kwa kuwa alimuona Maina peke yake katika eneo lile ilibidi amuulize ilipate kujua wengine wako wapi.
na Ala wako wapi? Kila mmoja akanichukia. Na wamekuchukia mpaka wewe, kisa tu nimerudi bila kufunga ndoa. Lakini kwa nini umwambia kwamba hakuna ndoa? Lakini kwa nini? Ila kwa nini umwambia kwamba hutaki tena ndoa ama umegairi tu? Hapana, mimi wameamua tu kunikomesha kwa kile ambacho nimekifanya, lakini kwangu mimi sio shida. Najua nitaongea vipi na Ala. Maina alisema huko akiamini kwamba endapo akiongea na Ala basi kila kitu kitakuwa sawa. Na Laila je? Kakatazwa na mama yake, akaambiwa kwamba akitaka apewe radhi basi adiriki kunyanyua mguu wake kutoka pale kuja msibani. Hasa itakuwaje? Kuliwazia hilo bwana, ni kuongeza tatizo. Acha tu, mimi sina mpango nalo. Sasa unajua kuna muda lazima tupitie kwenye nyakati ngumu na hatupaswi kuanza kuzuia nyakati. Cha msingi ni kufanya majukumu sahihi kisha tuache maisha yaendelee. Kuna mtu aliniambia njia pekee ya kuachana na tatizo ni kupuuzia. Yaani kama alipo hivi ili isiendelee kuumiza. Maina alisema huko kinyanyuka na kwenda kutazama mwili wa Mama Garma. Mwili ulikuwa ukitoka nafunza. Harufu ilikuwa ni kali na ilizidi kutoka katika ule mwili. Ni utu tu ndo ambao uliwafanya wasiteme mate chini, lakini kama ingekuwa maiti au mzoga wa mnyama basi kila mmoja angetema mate. Umepanga kuzika lini? Kaambia jioni ya leo. Sawa, hakuna shida. Tunaweza kuzika afu kila kitu kitaenda sawa. Maina alizungumza na kutoka nje ambako aliungana na majirani ambao walikuwa wamekuja kumpa pole rasmi. Kila alifika katika eneo lile alizungumza vibaya kuhusu yeye. Walikuwa kimnyoshia kidole kwa wanawake wengine wakitaja kabisa jina lake. Wengi wao hawakuwa wanajua ukweli, walikuwa wanaongea tu, walimuona amerudi na kujumuika katika eneo lile. Hakuna kitu walikuwa wanajua, kwa wanaongea tu. Kuna watu wanachezea hela nyingi. Yaani unajua binti alikuwa mke wa Garma. Baadaye inavyosemekana, lakini ni kwamba alifukuzwa pale nyumbani kwa mke wake ambaye ndio huyu marehemu. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa amejifunga kiremba alisema katika jopo la wanawake wenzake ambao walikuwa wamemzunguka huko akimnyosha kidole maji. Nilisikia kwamba alikwenda Dubai kwa ajili ya ndoa na haijafanyika. Mwingine alidakia. Ndio, inafonekana huyu binti bado na mapenzi ya dhati na huyu mwanaume, yani Garma. Ila si wanawake jamani. Kwa hiyo gharama za Dubai nani analipa? Ni ndoa au? Ndio hapo sasa. Waliendelea kuzungumza na kumchambua mthili ya wachambuzi wa soka. Asijue ukweli kuhusu wewe, mwacha kuseme tu vile ambavyo anajua, lakini si ukijua ukweli wako basi atakuja kuomba msamaha na ataona kama amekusema ambavyo alikuwa ajui. Hakuna ambaye anajua ukweli. Naamini kwamba wote ambao mnanisema mngetambua kwamba Rasma ni nani kwangu, asingepatikana kusema lolote. Maina alikuwa akijiongelea hayo moyoni mwake. Basi bwana, sasa ngoja upande wa pili ambako Mama Laila alikuwa akiaga. Akasema jamani, sisi tunaondoka, sijui tutaonana lini. Alikuwa akiwaaga kina Ala ambao walikuwa sebleni. Ilikuwa ni saa 9 alasiri baada ya kupata chakula cha mchana na kupiga stories hapa na pale. Laila aliona ni muda mwafaka wa kuwahi majukumu mengine nyumbani kwao. Hata Laila naye aliamua kuungana na mama yake. Nikajua kwamba mtakaa kidogo, alisema hapana, unajua pale kwetu kama mambo yako sawa hivi, lakini ngoja twende, tutaonana. Namba yako niko nayo, kwa hiyo tutakuwa tunawasiliana. Hamna shida, alisema Laila. Basi sawa, hamna shida. Sijui unapanda bajaji au itakuwaje? Ndio, mtu wa bajaji tayari nimemuita anakuja. Basi sawa, shika hii, alisema Ala na akaingiza mkono mfukoni. Alitoa wallet ambapo alitoa 20,000 na kumkabidhi Laila ambaye alishukuru sana. Tutaonana jamani, alisema Malaila huko akiondoka katika nyumba ile. Laila alifuatia nyuma yake. Walifika nje ambako walikutana na bajaji kisha wakapanda na kuanza safari ya kuelekea kwao. Wakiwa katika gari, mazungumzo ya mama na mtoto yalianza. Yaani hakuna mwanamke mjinga kama Maina, haki ya Mungu sijapata kuona. Mama Laila alizungumza. Mama, binafsi yangu naona Maina yuko sahihi, maana Rasma ni mtu wa muhimu sana kwake. Mtu muhimu kwake. Huyu Mama Garma alitaka kumuua yule. Eti leo anagairisha ndoa kisa mtu kama huyu. Hivi ana akili kweli huyu? Sasa mama, angefanyaje? Labda anajua kwamba ambacho anafanya ni maamuzi ya mtu. Jamani, ujue tumheshimu tu. Hakuna anachokijua, yule ni mpuuzi tu. Labda atafunga ndoa. Sidhani kama Ala anaweza kukubali kumpoteza Maina. Ni hasira tu, watakao watazungumza taisha. Pale nakwambia hakuna ndoa. Ila mimi niko na wazo mwanangu. Wazo gani? Ngoja tufike nyumbani nitakwambia. Laila alizungumza kwa kumtazama dereva bajaji ambaye alitegesha masikio ili apate kile ambacho wateja wake kwa kizungumza, lakini hakupewa nafasi hiyo kwa sababu mama yule alikata mazungumzo. Sasa baada ya watu wote kuondoka nyumbani kwa Ala, alibaki na watu watatu ambao walikaa kujadilia. Kwa mwingine alikuwa ni Ala, mama yake pamoja na Kesi. Kwa hiyo mna maamuzi yapi jamani? Nianze umalaili nimfundishe adabu kwamba yeye sio mzuri hadi ajione keki wa kutupangia watu siku ya kuoa, au niwe mwanamke mwingine? Aliuliza Ala kwa kimtazama Kesi. Jana tuliongea nini wewe naye? Kesi aliongea. Kwa hiyo kama jana eti? Ala alirudisha swali la Kesi. Babwe, tembeza mboko ise, yani piga piskali, Malimbe, Bugando, CCB wapi wengine. Yani kuliko kuendekeza ujinga, yani chagua zile nyeupe afkali zilete hapa kila siku. Mbona adabu itamkaa? Kesi litia neno huku akiongea kwa jazba mno.
Bi mkubwa unasemaje? Maana anachotaka kumfundisha huyu mbwa ni kwamba lazima heshimu mtu ambaye anamheshimu. Usikute wakati mimi napigana na Garma kisa yeye, kumbe pale alikuwa anaumia na kutamani mimi nipigwe. Hala alisema kumtazama mama yake. Ndio maana siku ile alikuwa anasema utambutua Garma, sijui anataka kumwachane msipigane. Kesi alidakia. Mama Hala alivuta pumzi ndani akaachia kwa nguvu, akatupa macho ukutani afu akatazama saa akasema, "Oa." "Mama umesemaje?" "Nimesema oa." Tena oa mtu wake wa karibu. Yaani oa mtu wake wa karibu akiwa naona kabisa tena fanya hivi. Yeye akirudi ongea naye kuhusu mpango wa ndoa. Afu huko unapanga kuoa mtu mwingine. Siku ya ndoa utaenda kuchukua chuma kingine kabisa lakini sio yeye. Si unajua hiyo? Mama alisema. Sasa namuoa nani? Alitoka hapa. Nani huyu Laila au? Ndio. Sasa wewe jifanye na mapenzi na huyo Maina wako utanijua mimi ni nani. Mama alisema kisha aliondoka mahali pale huku akionekana kutokuhitaji tena mazungumzo na mtoto wake. Ilikuwa ni jambo ambalo kwa Hala hata kuafikiana nalo. Yaani alichokuwa anakiona kwake kingeweza kufaa kama labda kumtenga Maina au amtenge mazima au ahamishe upendo hadi kwa Laila, lakini eti kumleta mtu pale nyumbani sijui aje nyumbani kwake akaona mbona kama hii ya mama hii. Mwishoni Hala akasema unajua waliofanikiwa wote walichangamkia fursa. Nadhani kumweka hapa Maina ni kuendelea kujichosha tu. Kwake hakutaka hii fursa. Anachoona ni kwamba tunapaswa kumtoa huko ndani, yani sijui ni lini. Ila baada ya mazishi huko walikoenda anatakiwa kuondoka hapa kwangu. Hata mimi naona, yani naona wazo hilo linafanya kazi. Kesi naye aliunga mkono akimtazama Mama Hala ambaye aliamua kurudi tena ili kuzungumza na mtoto wake. Mama Hala aliona kile ambacho amekiamua ni kama kingeleta faida kwao, kwani walichokuwa wanahitaji ni kuona Maina sasa anateseka. Kwa hiyo Maina aondoke hapa nyumbani, si ndio? Aliuliza Mama Hala. Kunguru wafugiki mama, kwanza ana akili nyingi kuliko binadamu. Mjanja na ana kila mbinu. Hebu vuta picha kama yeye anakutambua wewe ni nani na wewe umtambui. Unahisi hao ni viumbe? Si hatari hiyo. Maina ni kunguru, mwache akali mizoga huko jalalani. Aliongea Hala huko akiwa anafoka. Sawa, kama umeamua hilo sawa. Na kuhusu kuoa, swala la kuja hapa sijui unaleta sijui mwanamke kila siku mambo mimi kwangu sitaki. Hapo sawa. Hala alisema huko akipiga makofi. Alipongeza kile ambacho mama yake alikuwa amekiongea kwa kuhisi kwamba kilikuwa ni kitu kizuri. Akasema kuchukua unaonaje? Mama yake aliuliza tena. Sio kusema rafiki yake au? Ndio. Yule ili mume vizuri. Kubali sasa. Hii kwa nini zikubali? Yaani mtu ameona magorofa Dubai, yaani kwanza kachanganyikiwa vile. Yaani wewe atakataa vipi? Yaani anaanzaje kukataa sasa? Alisema Maala. Halo. Kesi akajikuta tu anashangilia akasema yani wewe mama Hala akasema yani wewe fanya hivyo, mimi nimeshaongea kama mama yako. Aliongea akatabasamu kisha akaondoka. Kama namuona vile ambavyo atavyoambiwa nipe fungua gari yangu. Kesi aliongea huko kiangua kicheko na akawa anajaribu kuvuta matukio atakavyokuwa, kwa sababu miongoni mwa mipango alipanga ni kwamba binti arudishe gari. Sasa bwana, nakuja upande wa pili. Ilikuwa ni majira ya saa 2 usiku, muda wa chakula ambapo mama Nina aliandaa chakula na kuweka mezani. Alimuita mtoto wake ambaye alikuwa sebuleni, alikuwa na Garma huko akicheza game. Jamani nimepika tayari, Manina alisema. Okay, ondoa shaka, nakuja kula, alisema Nina na kuweka pad chini. Kisha alipiga hatua hadi mezani huku nyuma yake akifuatiwa na Garma. Walipofika walianza kula, lakini kama ilivyokuwa kawaida ya Nina, kuchezea simu muda wote alikuwa anajitabia hii. Hivyo alikula huko akiperuzi mtandaoni, lakini ghafla alisita baada ya kuona shoga yake mtume picha Maina akiwa mwana. Jamani, huyu si Maina kabisa, wewe unakosea. Aliuliza kwa kimpa simu mama yake ili apate kutazama. Ndio mwenyewe kabisa. Kwani haukuwa na safari au? Aliuliza Manina. Hapo ndo sijui. Hebu kwanza nimpigie kwanza simu shoga yangu nipate ubuyu, maana mambo kama haya sio ya kukosa. Alisema Nina kisha akapokea simu kutoka kwa mama yake. Alichezea kidogo na akapiga. Aliweka simu sikioni ambapo iliita kwa zaidi ya sekunde 49 hivi afu ikapokelewa. Mbona ghafla? Aliuliza Nina. Mbovu tu. Wanasema adui yako muombe njaa, mwenzangu mambo si mambo. Rafiki akasema kuna nini tena nyonyo? Mbona mimi unanichanganya jamani na mate mdomoni, hebu niambie. Nina alisema huko kiacha kula chakula na kunawa maji. Aliona kama akikaa katika eneo hili hatupata kusikia vizuri kile ambacho nataka kuambia na shoga yake. Aliondoka huko kimshikashika Garma kidevu. Akafungua mlango na kutoka nje hadi kibarazani ambako aliweka kitako. Akasema mwenzangu niambie sasa nishaka sehemu nzuri. Ukisikia paka mweusi apendwi, hata kama ukiwa mwema basi ujue ndo yule. Unaambiwa huko Dubai ndoa hataki kufanyika. We, usiniambie. Nisikwambie tena, hebu tulia nikupashe nyonyo upo. Niende wapi mimi nimejaa telebu leta ubuyu. Maana nina furaha, Nina alisema. Basi rafiki yake ilibidi amsimulie kile ambacho yeye alikuwa amekipata kutoka moja kwa moja kwa mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa anafanya naye kazi katika mgahawa wa Kesi au Atrovibe. Alimsimulia mwanzo mwisho huku akiongeza na chumvi ndani yake. Unajua tena wale watu wa report.
Jamani. Kwa sasa hivi anarudi tena katika maisha kutangatanga. Haki ya Mungu asijapa kwangu. Mbona nitambutua, nitamfumua haswa. Alisema Nina huko kiwa amefurahi sana. Acha tu ndio hivyo mwaya. Kwa hiyo hapa tutegemee kwamba kama akifukuzwa pale basi hata range hana. Kiru. Ukisikia Nina anakuwa superstar ghafla, si ndio hapa jamani. Kwa nitakuwa na range mimi. Maana yule mbwa alikuwa ananiumiza kichwa jamani. Unajua nilikuwa naumia kichwa hadi nasema kwamba nitamziba vipi ili asije kuwa juu yangu. Kumbe Mungu anatenda na nimeamini kwa kweli. Jamani Maina limempata. Aisee mimi Nina nimefurahi. Nina alifurahi mno. Alikuwa na furaha katika moyo wake. Yaani alitamani kama amuone Maina jinsi ambavyo atakuwa siku za usoni. Basi walipiga stories za umbea pale hadi ambapo rafiki yake alipochoka kisha kakata simu na akarudi ndani akiwa na tabasamu kupita maelezo. Yaani wenzake walipotaka kujua kwa nini alikuwa na furaha, basi hakuwa na shida kuwasimulia ili nao wapate kujua. Basi bwana, tunarudi upande wa pili ambapo walikuwa chumbani wamekaa watu watatu, Faudhia, Rasma pamoja na Maina. Walikuwa wanajadili maisha yatakapokuwa baada ya mazishi ya mama. Ghafla Maina alihisi kama kichefuchefu hivi. Alijaribu kutaka kujizuia lakini alishindwa. Mwisho alinuka na kwenda nje mpaka akatapika. Itakuwa ni mimba nini? Tunasemaga mimba ya pili waga watu watapiki kama hivi jamani. Alijiuliza na kuminyaminya kama sio gandamiza tumbo lake chini ya kitovu. Alihisi maumivu. Tena yalikuwa maumivu sio ya kawaida. Moja kwa moja alitambua wazi kwamba alikuwa na ujauzito. Wasiwasi ukampanda ikabidi aende kuzungumza na Rasma. Akamwambia na mimba. Mbona ghafla hivyo? Tandoa ungefungaje shoga yangu? Rasma aliuliza. Ambapo Faudhia akasema kwa mujibu wa dini na mujibu wa mashehe wetu hapa ndoa ingefungwa bila kujua kwamba ni dhambi kwa sababu wangekuwa wajui. Sasa sijajua huko Arabuni ingekwaje. Unajua hata huko nako enda wangefunga. Maana viongozi wa dini sasa hivi wanachoangalia ni hela tu. Rasma aliongea. Kuna watu wajinga tu ambao wanajifanya kuficha aibu wakati ukweli wanaujua. Ukiuliza kwa nini utasikia mtoto wangu sitaki azaliwe nje ya ndoa? Faudhia alisema Mungu ndo anajua ukweli ila dini hizi siku hizi zinaharibiwa na waumini wenyewe ujue. Rasma alisema huko akibitoa midomo yake na kukaa vizuri. Dini sio ya mtu, dini ya Mungu jamani. Mimi nadhani kama dini angeleta mtu, basi kuna vipengele au sheria zingeondolewa. Faudhia alisema, kama nini unahisi? Kama hicho cha kupata mtoto ajue umeolewa. Anyways, tunafanyaje na mama tayari tumeshamzika. Maina alibadilisha uwepo wa mada. Rasma aliwaza kidogo huku akimtazama rafiki yake huyu na kisha akarudisha macho kwa Faudhia ambaye alikuwa akisubiri hatua ya mwisho. Akasema unajua kurudi kwa Allah ni kinachofuata, inabidi tukaendelee na maisha yetu kama awali. Basi sawa, hamna shida Maina. Wawili hao bana wakaambizana hivyo warudi zake kwa Allah kwa sababu wote wawili wako nakaa pale. Haya bwana, sasa tunaendelea pale. Ni siku 2 zilikuwa zimepita tangu aliporudi Dubai, lakini Laila alikuwa na mama yake sebuleni huku akipata kitafuno cha chai ili aweze kuwahi kazini. Ilikuwa ni asubuhi ambayo ilikuwa imechangamka hivi ingawa sio sana kutokana na kiubaridi ambacho kilikuwepo, lakini hakikufanya siku hiyo onekane kuwa mbaya. Wakati wanaendelea kustua tumbo, ghafla Laila alikumbuka kitu kabidi amshirikishe mama yake iliyojadili pamoja. Mama, unakumbuka uliniambia kwamba kuna kitu nataka kunishirikisha afu hujasema leo? Aliuliza Laila. Ndio nakumbuka. Sema tu nilikosa muda. Kukosa muda wapi jamani wakati nimekaa hapa kila siku? Haya, nichambe sasa ulitaka kuniambiaje? Niambie sasa. Sasa unajua, nataka nikwambie hivi unaonaje kama ukitumia ile bahati ambayo Maina amepoteza? Aliuliza mama Laila. Una maana gani mama? Uwe mke wala. Mama Laila alijibu kwa akikata kitumbua chake. Laila alikaa kimya, akafikiria afa akashika kitumbua kile na kuminyimia kidogo mpaka akaweka mafuta mengi yani pembeni afu ndo akala. Akasema hapana, hiyo ni mbaya kwangu, siwezi nikafanya. Kwa nini? Ni msiba ndo umesababisha hali yote. Kwa hiyo sina sababu ya kusema natakiwa kuwa karibu na yule mtu kisa tu Maina ameshindwa kufunga naye ndoa. Wewe sijua Mungu anakusudia gani, yani wewe sijua. Umewaza hicho ambacho unakiongea au umeongea tu? Umefikiri kuhusu zile mali ambazo anamiliki? Kumbuka familia nzima saizi inamchukia Maina. Pale hakuna mapenzi tena. Mama Laila aliendelea kumsisitizia binti yake ambaye alitushangaza hata na anatushangaza sisi wasikilizaji. Kwa sababu Mama Laila mara nyingi amekuwa ni mama ambaye anatoa mawaidha mazuri. Leo unaongea nini? Alichokuwa anataka Mama Laila ilikuwa ni kumuona Laila akianza mahusiano na Hala, kitu ambacho kwa Laila kilimpitia kushoto. Hakutaka kabisa kufanya hivyo. Ni kwa kiliamini kwamba kile ambacho kimetokea ni sehemu mpango wa Mungu tu na sio kwamba alipanga. Lakini pia yule ni bwana wa rafiki yake. Unajua ile unakumbuka siku mwisho tuliongea nini? Mama Laila aliuliza. Ndio, hata kama nilisema kwamba sijui nimechezea bahati, lakini nimekaa chini nimeweza kuona kwamba bado natakiwa kulinda heshima yangu kwake. Kujipendekeza kwa Hala ni kujitesa tu. Hata hivyo atakuwa anaona kama sema kumkomoa Maina na sio kwamba ana mapenzi kwangu. Yani zaidi sana atakuwa anaona tu kama malaya. Kumbuka mwanamke amtongozi mwanaume hata wewe vipi mama? Laila alimwambia mama yake. Kwa hiyo unataka aje kutongozi kwa kipi labda? Uzuri wako unafanana na Maina? Kama mtu yule anachukiwa na uzuri wake wote ule, sembuse wewe mwanangu.
ni sawa, ila sio kujipelekesha kwake mama. Hata hivyo mimi sina mpango wa kuwa naye katika mahusiano kwa kweli, hapana. Ila hebu niishie hapa kwanza, mimi na wenzangu kazini. Tutaongea nikirudi. Laila alisema, kisha alinyanyuka na kumwacha mama yake akiendelea kunungunika, na alichukizwa sana na kile ambacho mwanae aliongea. Basi bwana, sasa upande wa pili mama Nina na mtoto wake walikuwa katika meza ya chakula. Garma aliwahi kazini siku hiyo. Kwa hivyo wao walikuwa wako mahali pale. Unajua Yusufu siku hizi anapitisha hata siku 3 bila kunitafuta. Sijui ana shida gani? Aliuliza nini? Wanaume akishajua kwamba wanapendwa, unadhani wana akili basi wanakuwa kama Zuzu hivi. Ataringa kama mwanamke. Mama Nina alimjibu mtoto wake. Kaja kubadilika wakati alikuwa ni mtu ambaye ananipigia simu tunaongea mara kwa mara, lakini sasa sijui amekuaje. Pole, lakini nikwambie kitu. Alisema Nina. Kipi hicho? Nina aliuliza, hali ambayo ilifanya kuwe na kimya. Wakatazamana kana kwamba kulikuwa na shetani ambaye aliomba usizungumze. Kisha Manina akasema, unahisi kama mapenzi ya Maina na Hala yataendelea? Kwa jinsi ambavyo nimesimuliwa na Sesi, sina hakika kama unaweza kuendelea, maana unaambia familia nzima imemkataa. Kwa hiyo tunafanyaje? Nikufanyie mpango wa karibu na Hala? Mama, kiaje? Na unaona itawezekana kweli? Itawezekana vipi? Najua namna ya kufanya, lakini kabla yote inabidi kwanza tumtoe mtu kafara. Kafara tena? Nani ambaye tunaweza kumtoa kafara? Huyu tunaishi naye hapa, Garma. Aliuliza Nina. Ndio. Mama Nina alitikia kisha akanyanyuka na kwenda hadi katika kiti ambacho binti yake alikuwa amekaa. Akamng'ata sikio. Nina alikaa kimya huko akifikiria kile ambacho mama alikuwa amemwambia, na akatazama sana na akatafakari, afa akajisemea, sasa mama, na vipi kuhusu mama Hala? Kazi hiyo niachie mimi, najua nini cha kufanya, ila wewe dili na huyo wa kwako. Lakini mama, tunaingia katika dhambi juu, tutaua dili sasa. Wewe waliofanikiwa wote wanaua. Kafara ya damu inafanya kazi kwa kila tajiri. Unashindwa wapi? Hata sijui nisemaje, lakini mama, tutaongea jioni. Sawa, hamna shida. Manina alisema na wakaendelea kupata chakula. Sasa tunarudi upande wa pili ambako Rasma alikuwa na mwenzake Maina wakiwa kwenye bajaji. Wakamwambia dereva, tayari tushushe hapo, tumefika. Kauliza, hapo kwenye ujumba ama? Dereva aliuliza, ndio ni hapo. Maina akajibu. Walikuwa wanatoka nyumbani kwa Rasma na kurudi kwa Hala mara baada ya mazishi kumalizika. Katika vichwa vyao walikuwa wanawaza kwamba kuna amani tu, yani kwamba kule ambako walikuwa wanaenda kungekuwa na amani, lakini kumbe kasheshe lilikuja kuanza pale mara baada ya kugonga mlango. Kwa bahati mbaya Iramu hakuwepo, hivyo mlango ulifunguliwa na mama Hala ambaye alikuwa na hasira baada ya kuona. Mmekuja kufanya nini? Ilikuwa ni swali ambalo mama Hala liliuliza huko ndita zikiwa katika paji lake. Mama bwana, hasa ile swali gani jamani? Maina aliuliza huko akiwa tabasamu, lakini hakupokelewa na mama Hala. Tumerudi nyumbani jamani, kwani ngoja nyumbani ni kosa? Alisema Rasma huko akimtazama mama Hala ambaye hakutaka kuzungumza, badala yake alifunga mlango na kuingia ndani. Walibaki nje huko akiwa mpigwa na butwa. Hakuna ambaye alijua nini kinaendelea. Walikaa kumsubiri kwa dakika 20 mbele. Mama Hala alikuja kufungua mlango huko akiwa na begi la safari la gafa ambalo lilijangwa, akasema, naamini kwamba hakuna mtu ambaye alikuja na kitu hapa, si ndio? Mama, una maana gani? Maina aliuliza. Sijeza kiumbe kama wewe, kwa hiyo koma kuniita mamako. Koma kabisa, naomba mchukue mizigo yenu muondoke. Mama Hala alizungumza huko akitupa begi chini. Hata kama ile utabaki kuwa mama tu, Rasma alidakia. Wewe sijazaa usaa kama huo mimi. Mwanangu ni mmoja tu. Hebu chukueni begi lenu mtimke hapa. Mama Hala alisema na alikuwa na jazba sana. Wakadhani ni masiara bwana. Kile ambacho kwa kizungumza na Mama Hala wakajua kwamba ni utani, lakini wakuja kuamini mara baada ya kuona mlango unafungwa. Hata alipojaribu kugonga hakukuwa na dalili ya kufunguliwa kwa mlango ule. Kichwa kiliwauma. Wakabaki wamepigwa na butwaa, wasijue wanachukua maamuzi gani. Maina, hebu tuondoke, alisema Rasma huko akishika mkoba na kukunguta vumbi kwa ajili ya kuondoka. Tuondoke, tunaenda wapi sasa? Si nyumbani. Kama mtu akutaki nini kungangana sasa? Mwisho watu uwe bure. Wapi bwana tunakwenda? Mimi siondoki. Siendi popote pale. Kumbuka kama mimi na mimba Hala, nahitaji kuona naye nizungumze naye pia kuhusu hili, alisema Maina huko akikaa chini. Hakutaka kuondoka katika lile eneo. Sasa tunarudi upande wa pili kwenye ofisi ya Garma ambapo kulikuwa na maongezi baina ya Garma na mfanyakazi wake ambaye alikuwa akiitwa Veronica. Maongezi yao alikuwa akifungia katika ofisi yake na yalikuwa ya siri sana. Walikuwa wamekaa wanatazamana huku kila mmoja akimwangalia mwenzake. Garma akasema, kuna lolote lile ambalo linaendelea kuhusu Maina? Akamwambia ndio, ila swala la kwa nini umeniuliza kuhusu Maina ni kwa nini umeniuliza mimi? Una namba ya Umi yule Swaiba? Umesahau kama alikwenda Dubai na kina Maina? Ila kabla sijakujibu naomba nikuulize. Niambie, Garma alisema. Vero alikaa kimya akafikiria la kumjibu. Akamtazama Garma kisha akajizia simu yake akamwambia, unampenda Maina kiasi gani? Sana tu. Yaani sana. Lakini sijui nisemaje. Kwa nini umeniuliza hivi? Kuna kitu ambacho kinaendelea katika maisha Maina ambapo kwa mujibu wa Umi Swaiba anasema kwamba Maina ameachika kisa wanahisi kuwa wewe
una ukaribu na wale watu. Sasa basi naomba kama kweli unampenda Maina, safari hii muoe. Nitafanya hivyo mbona? Na huyo mwanamke wako utamweka wapi sasa? Veronica aliuliza. Ilikuwa ni swali ambalo Garma alikuwa na kichwa. Akafikiria kabla ya kujibu, akasema, kuhusu Nina nitaachana naye. Utaachana naye utaweza? Wakati ukishashika kidevu tu akili zako zote zinakuwa kwake. Vero alisema. Kauli ile ilimfanya Garma kuanza kidogo. Aliona ni kweli. Kila muda ambao alikuwa akishikwa kidevu na Nina ndo alikuwa akibadilisha maamuzi, hata kama alikuwa ni mkali. Alimtazama Vero kisha akamuuliza, kwa nini anapenda kunishika kidevu? Kwa sababu ndipo maneno huwa yanatoka. Mimi sijakuelewa bwana, ongea vizuri. Ili uchukue maamuzi magumu dhidi yake, hautakiwi kumruhusu kushika kidevu. Na sasa turudi katika mada yetu kama utojali, alisema Vero. Licha ya kutaka rudi katika mada, lakini Garma alibaki nje ya panda akifikiria kuhusu kile ambacho ameambiwa. Nakumbuka siku ambayo alimleta Yusuf pale nyumbani, alinishika kidevu nikapoa licha ukali wangu wote. Nakumbuka pia siku ambayo alinigombeza kuhusu kumzika mama, alinishika kidevu bila hata kulalamika, na hata kabla mama yuko hai alikuwa akinishika kidevu. Alafu kabla ya hapo, mbona nilikuwa mkali sana kwa Nina? Nilikuwa nikigombana naye, yani alikuwa ananisikiliza. Ila matatizo yalianza siku ambayo nilienda kwa mamake. Ndio kweli yalianzia pale bwana. Hivi siku ile kwa nini nilinipikia wakati alisema kwamba hawezi kumpikia mwanaume? Huenda ni kweli, huenda kweli nimetekwa. Hebu ngoja kwanza nitajua. Garma alikuwa anawaza mwenyewe. Vero alikuwa akimtazama, alimkumbusha kwamba walikuwa katika maongezi, kwa hivyo walipaswa kujadili kama ingewezekana. Kama unampenda Maina, nenda kazungumze na ndugu yako. Yule ndo anaweza kumrudisha Maina mikononi mwako, maana ukisema Maina basi umemtaja rasmi, kwa hiyo kazi ni kwako. Vero alisema kisha aliondoka mahali pale. Kuondoka kwa Vero kulimpa uhuru Garma ambaye aliendelea kuwaza mambo mbalimbali. Alikumbuka maisha ya raha ambayo alikuwa akiishi pale nyumbani kabla ya uwepo wa Nina na mama yake. Alikumbuka maisha ya kicheko na kupanda kwa kampuni katika mauzo kila siku. Kichwa chake kilimpa majibu sahihi kwamba anatakiwa kuchukua uamuzi wa kwanza kumfukuza kazi Yusufu. Anatakiwa kumtoa huyu mbwa kwanza. Niandike talaka pia kwa niaba ya kumwacha Nina, ataikuta mezani pale. Ngoja kwanza niandike, alijiambia na akawasha kompyuta. Aliandika talaka tena alivyokuwa amechukia. Aliandika 3 kwa mkupuo. Baada ya kuandika aliprint katika mashine na akaitoa, akaisoma kila neno. Na imani kama Maina akirudi katika maisha yangu, basi kila kitu kitakuwa na amani na furaha. Kwanza sikumwacha kwa hiari yangu, bali mama ndo alifanya nimwache, alisema na akanyanyuka na kuelekea katika kabati ambako alitafuta bahasha, na kwa bahati nzuri aliiona, akaweka ile barua ndani. Baada ya kuweka barua, aliondoka na bahasha yake hadi ofisini kwa Yusufu ambako alikuwa akifanyia kazi. Kwa bahati nzuri alimkuta. Kwa kuwa Nina alikuwa nyumbani, basi siku ile alikuwa yeye mwenyewe. Alivuta kiti na kukaa akamwambia, mzee vipi na kwaje? Ilikuwa ni salamu ambayo Yusufu ilimuogopesha sana. Hakuwahi kukaa na Garma wakiwa wawili. Tena akamsalimu kama hivi. Akamwambia poa, vipi bosi? Alitikia kwa kitetemeka. Ondoa shaka mwanangu, au sio? Najua mko kutoka na Nina kila siku, ila amekuwa akikupa mambo mengi tu, si ndio? Hapana. Yusufu alianza kukataa, lakini Garma alimzuia. Usiogope mwanangu bwana, wewe ni mtoto wa kiume tena msela kabisa ambaye mbona maisha yako uko nayo. Najua huyu manzi anakupenda kupitiliza, yani kuliko vile ambavyo mimi nanipenda ujue. Garma aliweka kituo. Akasimama, akafungua dirisha ili mwanga upite katika chumba kile ambacho kwa kikubwa kiasi. Mwanga ulipopata nafasi ya kujitanua, alijiongeza na kutawala katika chumba kile. Unajua mimi najua kila kitu ambacho mnakifanya. Najua kwamba Nina alikuwa na mpango wa kukupa gari na mambo mengi kibao tu. Ila sikia, mimi ukiachana na kuwa bosi wako, lakini pia mimi ni mwanamume mwenzako. Sidhani kama mambo ambayo unafanya leo na kesho yakija kutokea kwako utayapenda. Haiwezi kuwa hivyo. Sasa kama mwanaume nimekaa chini, nimewaza, nikaja na maamuzi mawili, naomba unisikilize. Garma aliweka kituo kingine. Aliweka bahasha juu ya meza, akamtazama Yusufu ambaye alikuwa amemeza fundo la mate huku macho yake yakiwa katika bahasha ile ambayo hakuelewa ilikuwa inahusiana na nini. Sometimes tunachukua maamuzi ambayo hatujui kama atakuja kuwa mazuri au la, lakini kikubwa ambacho tunazingatia ni kuchukua maamuzi. Hasa ni hivi mwanangu, mimi nimeamua kumwacha Nina na hii ndo talaka yake, lakini pia na wewe una kazi. Kwa hiyo utamfikishia hii barua. Nitakuwa nje ya nyumbani na hata ofisini pia kwa zaidi ya wiki moja hivi. Kwa hiyo nisimkute pale nyumbani. Na hakuna sehemu ambayo anaweza kwenda mimi nisijue. Mfikishie hii talaka. Nadhani tumeelewana. Garma alisema, kisha huyo akaondoka zake katika ofisi ile. Alimwacha Yusufu akiwa amepagawa mno. Hakutegemea kama kile ambacho Garma alikuwa akimaanisha, alikuwa akimaanisha kweli kwenye kile alichokuwa akizungumza. Alimtazama na kuivuta, akafungua kwa ndani na kukuta talaka ambayo ilikuwa na muhuri pamoja na sahihi ya Garma. Sasa mimi nitakula wapi? Kwa hiyo hapa manzi atakuwa ataenda kukaa kwangu au? Labda sio mimi, au ziaje kwangu? Alisema akarudisha tena ile bahasha mezani. Alipiga hatua dirishani na kutazama nje ambako aliona gari na
alimuona Garma alikuwa akiongea na walinzi huku mkono wake akinyoshia upande ambao kulikuwa na ofisi ambayo alikuwepo. Dakika moja mbele walinzi waliongozana na wakafika kwa Yusufu. Shakuwa jao, alisema, akachukua bahasha na kutaka kuondoka, lakini tayari walinzi walifika mahali pale na wakamtoa kimabavu. Kama nilivyokuambia, naomba umpe hiyo bahasha. Au basi kwanza nimekumbuka kuna kitu nataka kufanya. Hebu mwacheni, Garma alisema. Wafanyakazi wengine walikuwa wamejaa katika eneo lile kushuhudia kile ambacho kwa kinaendelea. Kila mmoja alizungumza la kwake huku wengine wakicheka. Jamani, ambao mko hapa, nataka niwaambie kwamba huyu jamaa pamoja na Nina sio wafanyakazi tena katika kampuni yetu. Garma alisema kwa sauti, kitu ambacho kilifanya kila mtu apige makofi, yani kana kwamba walikuwa wameambiwa wanazidishwa mshahara hivi. Mnaweza kurudi katika majukumu yenu, aliongeza Garma, na wafanyakazi warudi katika maeneo ya kazi. Alimrudia Yusufu ambaye alikuwa akihema mno. Uso wake aliuinamisha chini maana alikuwa amedhalilishwa sana mbele ya kila mtu. Afa akamwambia, "Pigie simu huyo manzi afu mwambie kwamba unataka kuonana naye." "Sasa hivi?" Yusufu aliuliza. "Ndio, twenzetu." "Wapi sasa nikaonana naye?" "Eneo lote lile, hata katika loji sio mbaya, au mnakoonanaga tu." "Okay." Yusufu alikubali kisha akatoa simu yake akapiga. Nina alipokea kisha akaanza kujilalamisha pale, sio nipigie simu sio nini, lakini mwisho alikubaliana kuonana na Yusufu kwenye moja ya loji maeneo Mabatini kwenye majira za 12 hivi, na huko kuzungumza vizuri kuhusiana na kile ambacho Nina alikuwa analalamika. Basi bwana, simu ilikatwa na Yusufu akamrudia Garma kisha akamwambia, "Tayari bosi." Akamwambia, "Nimesikia. Kwa hiyo tunaandaa fumanizi la kufa mtu. Hapo ndo talaka ambapo itapatikana." Garma alitoa mwongozo kamili. Sasa upande wa Laila akiwa kazini kwake anaendelea kuhudumia wateja, ghafla alikuja Hala ambaye alikuwa ameshika funguo ya gari mkononi. Ni wazi kwamba alisimama karibu na pale. Na alipomwona Hala alibidi aache kusuka kisha akatoka nje ili aweze kuzungumza naye. Walisogea hadi kwenye benchi ambalo lilikuwa kwa pembeni hivi na ofisi, na walikaa huku Hala akianzisha mazungumzo. "Nimekuja nataka tuzungumze." "Ni mazungumzo marefu sana ambayo yanahusu nini kwani?" aliuliza Laila akigeuka kuangalia wateja wake. "Hapana, sio marefu, yananihusu mimi na wewe." "Mimi na wewe tena? Kuna nini?" Swali lingine lilikuja. Hala alijifanya kuzia simu yake na kisha akatoa kufuli na kuirudisha tena mfukoni. Alikuwa akitafuta namna nzuri ya kumwingia Laila ambaye alihisi kama alikuwa ni mgumu hivi. Akamwambia Laila, "Unajua hizi siku 2-3 nimekosa raha sana. Nimekuwa mtu ambaye sina amani katika moyo wangu. Mwili wangu unakosa raha kila dakika na nimekuwa mtu wa mawazo sana, na yote yani kwa ajili yako." "Kwa ajili yangu tena jamani, yani kwa ajili yangu?" Alitamaki Laila. "Ndio. Wewe ndo unafanya nini na kesha na mawazo? Mimi nakuwa ni mtu ambaye akili zangu haifanye kazi kabisa bila kuona. Nimekuwa nikiteseka sana na penzi lako tangu nilipokuona kwa mara ya kwanza." "Ala, hebu kwa serious basi. Unajua mimi na watu uko wananisubiiri, nitakiwa niende nikawasuke. Alafu hichi ambacho unakiongea hata kiendani na wewe. Unajua wewe ni shemeji yangu au umejisaulisha?" Laila aliuliza. Hakuwa tayari kumpa uhuru wa kujieleza maana alifahamu kwamba mwanaume unapompa chance, basi anaweza kujaza daftari hapo, akakupamba hizo sifa mpaka ukaona huko mwenyewe. Basi Hala akasema, "Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanateswa na mapenzi katika ulimwengu. Na ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kichanganyikiwa sana kisa mapenzi. Sina amani kwa kweli. Yaani kuna muda unajua." Hala hakumaliza kuongea, Laila alikuwa ameshaondoka mahali pale. "Laila, unaenda wapi sasa? Sijamaliza." "Sitaji kuona mwanamke mwenzangu ambaye ni rafiki yangu akiteseka kwa ajili yangu. Sijali kama unanipenda la au unadanganya ili kutengeneza ambacho nataka kutengeneza. Una nyumba, una magari, una kila kitu. Lakini amani kwa Maina ni muhimu kuliko kitu kingine chochote kile katika maisha yangu. Yule ni rafiki yangu. Nikiona Maina anatabasamu katika mahusiano yake mimi inatosha. Hivyo kama unaweza kurudi kwa Maina halafu mkajenga upya, itakuwa ni vizuri sana. Huna haja kutafuta mwanamke mwingine kwa sababu tu unataka kulipa kisasi. Huyo ulinaye kama ana mapungufu, mrekebishe ili awe kama huyo mwingine ambaye unamtamani. Naamini kwamba ule uzuri ambao alionao kabla ya hapo hadi sasa hivi ndio umeruhusu penzi lako likawa hivyo. Kwa hivyo unataka watu wengine waingilie penzi lako watu nje?" Laila alisema na kisha akaondoka mazima katika eneo lile. Hala alishikwa na hasira. Alimtazama Laila hadi alipozama ndani. Moyo wake ulizungumza, "Nenda tu. Demu mwenyewe kwanza mbaya, tako huna, sijui hata ningeshika wapi. Na nitaka tu kujaribu ni kudate ni mkomoe rafiki yako." Alisema kisha akaondoka zake. Alielekea sehemu ambayo alikuwa amesimamisha gari na ndani kulikuwa na kesi ambayo alikuwa anamsubiria muda wote huo. Na alipomwona akamwambia, "Vipi mzee, imekuwaje? Mbona umerudi umenyongea na unajisonya-sonya?" Mwanangu kachomoa. Anasemaje? "Mara wewe siwezi kuumiza rafiki yangu, mara sijui mkajenge na Maina." Kuyajenga wapi? Mpuuzi nini? "Hebu sasa sikia mwanangu. Kwa nani ambaye amefanya ndoa yako isiendelee?" akauliza kesi. Hala alikaa kimya kisha akafungua mlango na kuingia ndani. Akaona kama mtu ambaye alifanya kazi ngumu bila hata kupumzika. "Si ni Garma?" aliuliza kesi. Alikuwa anabweka kwenye swali lake ambalo
hakujibiwa. Ala akamwambia ndio. Sasa kama ni yeye, hakikisha kwamba tunapita pale ambapo yeye amepita ili kumfundisha adabu. Kwanza kumbuka hata Maina tulidate naye kwa kuwa tulitaka kumfundisha kazi kwamba sisi ni kina nani hapa town. Kwa hiyo kusemaje? Sio nataka kusemaje. Kuna ile manzi yake sijui mke wake sijui yule sijui wakutanuliwa mapaja yule. Kesi akasema. Alichokuwa kihitaji kesi ni kuendelea kumpa mawazo Garma kwa kutoka na mke wake ambaye ni Nina. Alifahamu kwamba hata Nina alikuwa ni mpango wa kuingia kwenye ile nyumba Ala, na ili azidi kumuumiza Maina, hiyo itakuwa ni njia nzuri. Ilikuwa ni michezo ya vizia, yani vizia ni kuvizia. Mchezo ambao watu walipaswa kuumia ni wawili tu, Maina pamoja na Garma, kwa sababu wao ndio walikuwa wakichezea vichwa vyao kila kukicha. Sema kweli, ila mapenzi muda mwingine ufala, unajua, Ala alisema. Unaweza kukuta unaanza kimasiala alafu ukazama mazima, alafu wale ambao mnaanzaga serious waga mfiki mbali ujue. Kesi na aliongeza. Kwa tunafanya ili ukamilisha hii mission. Ala alimrudishia kesi katika mstari wa maada. Akasema kwangu mimi naona kama tunapaswa kumweka kangoni Umanzi na sidhani kama anaweza kuchomoa. Anatokaje wakati tunatembea hadi na kina Yusufu bwana? Muonekano wa Yusufu wa kumla Nina kweli. Si ni pesa tu. Ndio hapo sasa hata sema kibabe mwanangu. Acha mimi niende zangu home then tutaongea. Alisema Ala na akatoa wallet yake ambapo alichoma kiasi cha pesa ambacho wala kuhesabu alimpa kesi ambaye wakati huo alishuka kwenye gari. Sasa tunarudi kwa Rasma pamoja na Maina ambapo Rasma anamuuliza Maina, sasa tutakaa hadi saa ngapi? Alikuwa amekaa chini na yeye alikuwa amesimama. Akasema yani lolote litokea hata kama ni hadi kesho, ile anachotaka ni aje alafu tuongee kuhusu mimba. Maina alisema kwa kifuta machozi ambayo alikuwa anamtoka. Unahisi kwamba atakubali kuwa ni ya kwake? Kama ameanza kukia mashaka unahisi atamini yake? Hata kama atakubali lakini neno lake ndo sahihi. Yeye akisema sio ya kwake sawa. Basi unajua mimi bwana nimechoka, yani nisiwe muongo, maana tumekuja hapa asubuhi hadi sasa hivi saa 12. Alafu kabla Rasma hajamaliza kuongea wakaona gari la Ala likaribia katika maeneo yale. Sasa wakiwa wanashangaa mara ghafla geti ilifunguliwa na Maala ambaye alikuwa ameshika kapu mkononi. Alikuwa anaelekea sokoni. Na alifahamu kwamba huenda kina Maina angekuwa wameondoka maeneo yale. Kumbe ilikuwa hivyo. Alipatwa na hasira mno baada ya kuwaona. Maina alimtazama Mama Ala, lakini kapu ambalo lilikuwa mkononi mwake lilifika usoni kwake. Alijikuta akishindwa hata kusimama vizuri, maana ndo alikuwa akianza kusimama. Kitendo cha kupigwa kilimkera Rasma ambaye alitaka kumvaa Mama Ala, lakini Maina alimzuia. Kwa nini unampiga? Aliuliza Rasma akiwa amemsogelea Mama Ala. Mwache tu bana, alisema Maina. Sio mwache. Wewe, yani hiyo roho yako ya huruma ndio inakufanya kila siku unakuwa kama mwewe. Yani mtu anakupiga hivi bila hata kosa, yani hajui hata hapo ulipo na hali gani. Rasma, naomba unisikilize. Najua umeumia. Yani najua umeumia kwa sababu nimepigwa mimi, lakini naomba unisikilize. Kwa kuwa Ala ndio amefika hapa, basi sio ni sababu ya kuendeleza na haya mambo. Tuweke kwamba mambo tuongee kwanza. Sisi tumekuja ili tuongee na mmekuja kufanyaje? Aliuliza Ala kwa kushuka kwenye gari akiwa amekasirika sana. Ibidi kila mmoja peleke macho kwake na kumtazama. Ala aliona kweli ule ulikuwa ni muda mzuri kujifanya analia ili kumwaminisha mtoto wake kuwa alikuwa amepigwa. Kwa kuwa Ala aliona vurugu ambavyo tangia zinaanza na alikuwa kwenye gari, aliamini kwamba kweli mama yake alikuwa amepigwa. Mama Ala huyu jamani. Mama Ala alianza kulia eti. Mama kuna nini? Aliuliza. Wamenipiga, wamekuja hapa nimewapa nguo zao ondoke tangu asubuhi. Akumaliza kuongea Rasma akadakia, wewe mama acha unafiki bwana wewe. Hakuna ambaye amekupiga hapa. Au sisi hatukuja hapa kishari sisi. Sio unatuelewa. Rasma alibatuka na ilikuwa ni kwa jazba mno na alikuwa akionyesha hasira kubwa sana. Kama sio kishari mmekuja kufanyaje? Hakuna mtu ambaye anataka hapa alafu nyinyi mmekuja kufanya nini? Maala aliwapandishia sauti na Maina alikuwa amekaa kimya tu akisikiliza. Naombeni mtoke hapa uende huko ambako kumekufanya usiolewe. Mbona uko kinganganizi wewe mbwa? Aliongea basi Mama Ala wakati ule. Sasa kuitwa mbwa na mtu ambaye alikuwa anamheshimu kupita maelezo kulimuumiza sana Maina kwa kweli. Alikuwa mnyonge kupita maelezo. Aliwaza mfanye nini mwanamke yule ambaye alikuwa anamwangalia kwa jicho la husda, kama sio yeye ambaye alikuwa anampenda. Akasema sijui ni mngate. Yani sijui nifanyaje, lakini mbona kama nitaongeza matatizo. Alikuwa anajiuliza, lakini mwisho akaamua tu kuzungumza kwa upole. Akasema Ala, naweza kuzungumza na wewe? Alimuuliza Ala ambaye aligeuka na kumtazama Maina kisha akamtemea mate usoni kwa dharau kubwa, akamwambia wewe, mimi siwezi kuzungumza na mwanamke ambaye ananuka. Muda wote anatoa harufu. Ala, unafanya nini lakini? Rasma aliuliza kwa jazba. Alikuwa akihema juu juu. Na wewe hebu kelele huko, alisema Ala huku akimzaba kibao Rasma. Hasira ilikuwa katika mwili wa Rasma ambaye hakuona hata kama alitakiwa kuwa mnyonge mbele za watu wale. Alimtazama Maala kisha akamtazama Ala mwenyewe na mwisho alirudisha macho kwa Maina. Akasema unajua sisi sio wanyonge kama mnavyodhani. Alimshika mkono na kutaka kuondoka lakini Maina aligoma. Na unakalia nini hapa jamani, umekalia ubishi tu mwisho waje kukuua. Alipoka Rasma na akamwambia kwamba
ondoka na wewe malaya mwenzako hapa. Mama Ala aliongea kwa kebei huko akiwa anamsukuma Maina. Machozi yaliendelea kumdondoka Maina ambaye alikuwa njia panda juu ya maamuzi ambayo alikuwa anaanza kuyachukua kwa wakati ule. Kila alipojaribu kuongea, alidondosha machozi na alishindwa kabisa. Alikuwa katika kifungo cha maumivu makubwa sana. Kifungo ambacho hakujua anaachiliwa lini kuwa huru. Hebu toka bwana, mwenzako amesema mtoke, aliongea Ala kisha akampiga teke la mgongo Maina ambaye alidondoka kifudifudi. Mama Ala aliona ndio ilikuwa nafasi nzuri ya kwenda kumpiga teke lingine Maina. Akajiweka sana kutaka kumpiga teke, lakini Rasma alizuia kwa mguu wake huku ikimuumiza kwenye maeneo ya ugoko, kisha kaambia Maina ni mjamzito. Na ndo ambacho kinampa mawazo ya kuondoka pako. Sidhani kama angeshindwa kuchukua maamuzi ya manyanyaso ambayo mnampa, lakini anashindwa kuondoka kwa kuwa anawaza maisha ambayo ataenda kuishi bila uwepo wa mtu ambaye amempa mimba. Aliongea kwa sauti ya uchungu sana. Maneno haya yaliambatana na machozi ambayo yalimtoka kila alipotea maneno, na hakutaraji kama yeye ndo angekuwa kwanza kutoa kauli ile, lakini ambacho kwa kimepitia kwa muda ule kwa Maina kilimuumiza sana, na akaona kwamba anapaswa kuweka wazi ili familia ijue. Lakini licha ya kweli kuwekwa wazi, Ala alikuja juu. Ala alikuwa mkali na hakutaka kusikia lolote kuhusu mimba. Akasema, kwa hiyo kisa mimi ni tajiri kuliko kaka yako ndo mnataka kunipa hiyo mimba, si ndio? Tafuteni kumpa hiyo mimba, nyi washenzi nini? Mama Ala aliongezea msumari. Bwana wewe mama koma bwana. Alisema Rasma akifoka huko akimnyoshia kidole Mama Ala. Rasma, naomba usimnyoshie kidole mamangu tafadhali, alisema Ala akiwa na jazba sana. Unajua anakera bwana. Nani anakera sasa? Ni mama au wewe na umala yako? Wewe na huyo mmalaya mwenzako mmeenda huko mlikopata mimba yenu huko unakuja kunipa mimi afu mimba sio yangu. Hebu sasa sikia, peleka kwa kakako Garma, sawa? So mniletee mimi hapa. Alisema, unajua kaka, yani kaka gani ambao unamzungumzia? Kwani una kaka ngapi? Okay, tufanye mmoja, lakini umesahau kwamba waliachana muda. Umesahau kwamba waliachana na kaingia kwenye mahusiano na wewe. Yani umesahau kila kitu. Alafu Rasma kuweza kumaliza kauli yake, Mama Rasma alimzaba kibao kingine kitakatifu ambacho kilipita hadi kunako, afu akasema, wewe mbwa wewe mbwa wewe. Yani wewe ni mbwa kama wengine tu. Naombeni hapa kwangu mpaone kama kituo cha polisi. Sitaki kusikia mkisema kwamba sijui mimba, sijui mwanangu, sijui mara kaenda karudi. Sitaki kusikia chochote. Hajampa mtu ujauzito. Na naomba Ala ingia ndani. Hakuna mazungumzo na hao malaya. Ala hakuwa na jinsi, alikubali kile ambacho mama yake alikuwa akizungumza. Arudi nyuma na kupanda katika gari, kisha kaingiza gari ndani na mama yake alifunga mlango. Kina Rasma walibaki nje wakitazamana tu huku asiamini kile ambacho kwa kinaendelea. Kweli nimeamini watu badilika, Maina alisema huko machozi yakimdondoka. Akaamini kama alopiga pale na wametoka kuwapiga sasa hivi na kumletea dharau ni watu ambao walikuwa kiwaamini kama sehemu ya furaha yake. Maina, tatizo lako ni ubishi. Yani unajifanya uelewi. Kwani wangapi ni single mother huko nje? Wangapi wana watoto huko nje bila hata baba zao? Wanaume hao ni wajinga tu unapofika swala la mimba. Yani hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuamini kwamba mimba ni yake hadi pale utapomwona mtoto akizaliwa. Kipi kinakushinda kuwa single mother wewe? Kwani wengine wamewezaje? Aliuliza Rasma, lakini Maina hakujibu, badala yake alianza kulia. Asa utalia mpaka lini? Hebu vuta picha. Yani unaanza kulia leo hata miezi 7 au 8 bado. Utaweza kweli wewe? Hakuna mwanamke dhaifu. Ukijiona kwamba umekuwa dhaifu basi wewe ni mjinga. Tuondoke. Sio umetuona sisi kuwa ni wajinga? Basi hawa watarudi tu kutuomba mtoto hapo baadaye. Na kuambia haki ya Mungu, haki ya Rasuli, watarudi kuomba mtoto alafu bani siwepo hiyo siku. Rasma alisisitiza kuwa kinama na kushika mchanga kisha kawachia kama sehemu ya kiapo. Sasa licha ya kupewa maneno ya kutia moyo, lakini Maina bado hakuwa tayari kuondoka katika eneo lile, na zaidi sana aliangua kilio kama mtoto. Mimba ina mengi Rasma, mimba ina mengi. Hivi nani ambaye atakuwa msaada kwangu katika malezi ya mtoto? Basi hata kabla hajamaliza kuongea Maina, geti lilifunguliwa. Macho ya kila mmoja yalitaka kuona nani ambaye alikuwa pale. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Ala ambaye alikuja na jagi ambalo linatumia umeme ambalo ndani yake kwa kuna maji. Alipofika tu hakutaka mambo mengi. Alifungua na kumwaga maji katika mwili wa Maina kuanzia usoni. Maji yaliteremka taratibu katika mwili wa mwanamke yule huku akilia kama mwizi. Sasa nendeni mkashtaki kokote kule, lakini hakuna kunifunga, alisema Ala, na kisha alifunga mlango. Kosa langu ni lipi jamani? Kwani mimi nimewakosea wapi? Ina maana upande wa pili ndio huu jamani kweli? Maina alilalamika akijaribu kujipoza maumivu makali katika mwili wake, lakini haikuwezekana. Rasma alishikwa na hasira sana. Alijikuta akipiga geti mara kwa mara ili atoke hata mtu mmoja tu, yani angalau mmoja tu, yani hata pigane naye, lakini hakuna mbali toka. Hasira ambazo alikuwa nazo hakuwa na mtu wa kumpooza. Yani kadri alivyokuwa akimtazama Maina ndivyo ambavyo alizidi kuumia. Wawili hao walikuwa wakipendana sana. Mwisho alimwomba Maina aondoke katika eneo lile. Dunia inalipa katika kila nyakati ambazo hata ujui kama uliikopesha. Tuondoke Maina, alisema na kumnyanyua rafiki yake huyo, kisha akaanza kuondoka naye, lakini alikuwa na hasira, yani alikuwa na hasira kupita maelezo.
Rudi upande wa Nina ni majira ya saa 1 usiku ambako Nina alikuwa tayari amejiandana, amejipodoa mwenyewe makeup ndani chumba chake. Kule ndani kwa amejiremba kweli kupitia dressing table yake ambayo iko inamuonyesha vizuri na kumfanya kuwa ni mrembo yani kuliko warembo ambao mwawe kuwaona. Alijiona kuwa amependeza na alikuwa anastahili kusifiwa kwa kila mwanaume ambaye angekutana naye. Alikuwa amependeza mno kwa kweli. Yani kama ilivyokuwa kwa wanawake wengine, ukizingatia usafi, pindi ambapo walikuwa wanaenda kwa bwana zao, ndivyo ambavyo ilikuwa kwake. Hakuacha kunyoa kwa sababu alishajua nini ambacho kingeendelea huko na kokwenda. Alijiona anaenda kumaliza tofauti zake na Yusufu, akajiona anakwenda kupata kile ambacho kwa amekikosa kwa siku 2-3 hivi wakati hawako sawa. Basi baada ya kujiandaa vizuri, alitoka hadi nje ambako alikutana na mama yake akiwa anapika jikoni. Akamwambia, mama mimi ndo naondoka, alisema huko akitoa simu yake na kutazama saa. Unarudi saa ngapi? Maana ndo muda wa kufanya yale ambayo tulipanga ujue. Sijajua ila narudi bwana. Narudi tu tutamkaanga. Mbona zoezi linaisha haraka tu hilo mama? Na kuamini, vipi kuhusu wala sasa? Kama tulivyokubaliana. Lazima iwe hivyo. Sidhani kama kuna ambacho kingebadilika. Wewe unaonaje mama? Mimi sina kusema na kusikiliza wewe tu. Mama Nina alisema kwa kitupa jicho kwenye sufuria ambayo ilikuwa ikitokotesha mboga jikoni. Alisogea na kuonja nyama kisha kama ilikuwa imekoa chumvi na alipoona iko sawa arudi tena kuzungumza na binti yake. Akamwambia kikubwa ni kumuondoa huyu hapa, yani atoke hapa kwetu. Kuhusu yule, sidhani kama tunaweza kufeli. Wewe usijali. Nina alikuwa akiongea na mama yake. Kisha mama akamwambia, unajua yule kama nilivyokuambia wewe niachie mimi. Si kale kama mama yake kale, wewe niachie tu. Mimi najua namna ya kupambana. Mimi nitapambana na huyu, wewe pambana na kwako. Yani mimi najua kule nitaanzia wapi. Kama unavyojua mimi sijawahi kufeli. Yani kama akifanikiwa kuingia katika mikono yetu, basi ile limbwata la maji sio la maiti lile. Hebu weka mara 2 yake. Yani nataka ala asiseme huyu hapa anapiga kwanza ni Yusufu. Nina aliacha maongezi mara baada ya kuona Yusufu akawa anampigia simu. Akapokea kwa kimwaga mama yake ambaye alikuwa anamsisitiza kwamba asichelewe kurudi ili uendelee na zoezi la kumkanga mtu moja kwa moja. Haya, Nina sasa alitoka nje huku akiwa anaongea na simu na kisha alipewa ramani maalum ya wapi anatakiwa kukutana na Yusufu na hakupinga, alifunga safari hadi katika maeneo hayo asijue kwamba anafuata talaka yake mwenyewe. Yani anafuata talaka na anaenda kuachia mali. Hakuwa anajua nini kitaenda kuendelea. Sasa tunakuja upande wa Ala huku ambako alikuwa anaongea na mama yake. Akamwambia, mama unajua duniani kuna wanawake wajinga sijai kuona. Yani kwani anakupeleka mimba yake mpaka niletee mimi? Ala alikuwa anamwambia mama yake akiwa amesimama mlangoni jikoni anamtazama mama yake ambaye alikuwa anapika. Ndio nashangaa japo hazipo kiunoni, yani ni ujinga mtupu. Yani sasa nawe jifanye baba mahuruma afu kubali kweli mimba yako. Yani hutokaamini kama ni mama yako mzazi. Alisema mara, bi mkubwa bwana. Si unanijua nikiwa mimi nimechukia. Huwa sina hata time ya kujirudi. Yani chuki yangu inaishi milele. Si unafahamu? Sasa wewe ndio mimi kabisa. Si unamwona kakako anaokota makopo yule. Yani ile ni radhi. Yani kutokunisikiza kwake ndio kimemkuta kile. Sasa wewe jifanye kwamba una huruma. Yani hutokaamini nakwambia. Yani hutoamini yani wewe nitakupa mara 2 yake. Mama Ala alimsisitiza mtoto wake na mada kuu ambayo ilikuwa ikijadiliwa hapo ilikuwa ni juu ya kuendelea kukataa ujauzito ambao muda mfupi uliopita Maina aliwaambia kwamba ni wakwao. Hakuna ambaye alikuwa tayari kupokea ujauzito ule. Sio Ala, sio mama yake. Wote walingangana kwamba haukuwa kwao, kwa hivyo unapaswa kumwacha Maina akiendelea kuteseka na huenda kumwacha kwake huko ndo atapatikana baba halisi wa mtoto ambaye alizaliwa ama atazaliwa huko mbeleni na kuja kumsaidia, lakini wao hawakutaka kuhusika na chochote. Wao mpango wa ndoa umeisha hapo sasa, maana hujanipa mrejesho wote. Maana aliamua kubadilisha mada huko akimtazama mtoto wake kabla ya kuonja chakula kama kitakuwa kimekolea viungo. Kuhusu ndoa bwana, kale Kamanzi na kujua kamleta mambo mengi. Nani? Si yule Laila sijui Uswahili kibao anajikuta mnyaramba. Wakati tu rangi ya Kijaluo tu ile. Kwa hiyo eti sijui nimeachana naye. Sijui wewe sasa umeachana na rafiki yangu sijui na nini. Mimi nimeachana naye bwana. Nimeona tu nianze kitu kimoja ambacho sijua kama kwako kinaweza kufanya kazi. Ila kwa sasa kimeshafanya kazi muda tu. Ala aliweka kitu na kumfanya mama yake kuwa na hamu kubwa kutaka kujua nini ambacho alikuwa anataka kuongea mtoto wake. Basi kimya kilikaribishwa na sauti ya moto kutoka jikoni kasikika ambayo ilikuwa inaendelea kutokotesha vitu lakini si kuviunguza. Basi kimya kile kilinyamaza pale ambapo sauti Ala ilitanda kwa mara nyingine ambapo akamwambia mama, unaonaje kama tukibadilisha vipande, yani tugawane maumivu? Ala aliuliza bila hata kuweka wazi swali lake ama alitaka kuongea nini. Mama yake hakuwa amemuelewa. Maana yake yani mimi nimchukue yule manzi wa Garma afu nimpige kibendi ili aone maumivu kama yangu. Sasa itawezekana? Mama, kwani siwezekane? Yule demu anateseka tu ujue. Garma hana uwezo wote wa kuhudumia, afu kumbuka tunatakiwa kurudi tena Dubai ujue kwenye ndoa. Abdul Karim bado anatusubiri, unajua hilo? Aliuliza Ala. Mama Ala
Aliruhusu kichwa chake kuingia katika tafakuri kwa muda kidogo. Aliona anapaswa kuzungumza yeye kama yeye kabla ya kupeleka hatua ya mwisho kwa mtoto wake. Akafikiri kwa muda, ajibu akasema, mimi sioni kama kuna ubaya, ila tunakumbuka tulishaikuwa maasimu kisa mapenzi. Unakumbuka mama yake alikuja hapa na nikambutua au ushasahau? Yes, nakumbuka mama. Sasa hilo sio tatizo. Kumbuka bosi anunui ujue. Hakuna chuki kwenye hela, ndio maana tunaambiwa tutafute hela ili tupendwe. Garma sasa hivi kafilisika kabisa, hana kitu chochote cha kunishinda mimi, na sidhani kama yule manzi yake anaweza kukataa mama. Sidhani. Okay, kama umeamua hivyo, sidhani kama natakiwa kukupinga, lakini nakusisitiza kwamba yule mbwa mwenye mimba hapa asifiki hata iwaje. Narudia tena, asije kafika hapa hata iwaje. Jitie uenda wazimu, utajua kwa nini Wasukuma hapo kila mkoa kama Wamasai. Si kwa sababu ni mpambanaji mama bwana. Basi bi mkubwa, acha mimi nikapumzike. Alisema ana nimechoka kweli yani. Alisema ala, huko akimshika mama yake mabega na kutaka kuondoka. Ina maana leo atuli yote. Kwa nini? Lazima tuli, napumzika hapa sebuleni mama, alisema. Kisha akaondoka zake kuelekea sebuleni. Sasa tunarudi upande wa pili ambako Yusufu alikuwa na Nina. Sasa walikuwa kitandani katika loji ambayo Yusufu alikuwa amwambia Nina wakutane ili kuzungumza. Walianza kuongea huku Nina akivua nguo zake, na alikuwa anaamini kuwa angefanya mapenzi kwa siku ile, lakini ile anamalizia kuvua nguo tu, mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Tahamake Muhammad haikusaidia kitu kwa siku ile. Nina hakuamini kuona Garma ameongozana na wanaume wawili, huku mmoja ikiwa ni Shia ambaye alifungisha ndoa. Aibu ilimshika haraka mno. Aliinuka na kutaka kumshika kidevu Garma, lakini alikwisha kuchelewa. Garma arudi nyuma huku akimpiga teki la kumkataa abaki kule kule kitandani. Kwa kuwa Yusufu alijua kwamba ule ulikuwa ni mchezo ambao ulipangwa kwa muda, hata kutaka kujisumbua zaidi ya kujifanya naomba msamaha, lakini ukweli alikuwa anajua mwenyewe. Shehe, sijui nifanye maamuzi gani kama nimemkuta mke wangu katika hali hii, aliuliza Garma akiwa na hasira sana. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka. Mama, nisamee mume wangu. Nina alianza kulia. Kelele mbwa wewe. Garma aliongea akiwa na foka mno. Mkono wake ulikunja ngumi moja nzito, yani sijui ingekuwaje. Macho yake yalikuwa mekundu. Hakuacha kumtazama Nina ambaye alianza kuomba msamaha. Kichwani kwa Nina kulikuwa kunawaza namna kupata nafasi ya kwenda kumshika kidevu Garma, lakini kadri alivyokuwa kijaribu ndivyo ambavyo alikuwa anapigwa mara kwa mara na kurudishwa tena kitandani. Hakuweza kumfikia Garma hata kidogo, hakuweza kumshika kabisa. Hakufahamu Garma kama alikuwa anajua kila kitu kuhusu udhaifu wake kwa Nina, na hakuwa anajua sasa ataanzia wapi. Shehe, natakiwa kumfanya nini wewe? Aliuliza Garma akitaka kutoa mkanda wake kwa ajili ya kumrarua Nina. Hapana bwana, huko ni mbali sana, kumpiga ni mbali. Shehe alisema okay, nakusikiza, lakini kwa uamuzi ambao unalichukua sasa hivi alina tena majadiliano. Garma alisema, kisha akatoa talaka katika mfuko wake wa suruali na kumkabidhi bila hata kuzungumza chochote. Aliondoka mahali pale. Safari ya Garma ilimfikisha nyumbani kwake ambako hakutaka mambo mengi. Alifungua mlango na kuingia ndani huku akiwa na jazba mno. Gari yake alisimamisha sehemu ya maegesho, na kisha miguu yake ilipiga hatua za nusu kukimbia nusu kutembea hadi mlangoni na akafungua mlango. Alimkuta Mama Nina akiwa anaangalia runinga, akamwambia bila hata kumsemesha. Mwangalia bila hata kumsemesha, na akaanza kupiga hatua. Baba, mbona uko na jazba hivyo? Mama Nina aliuliza, lakini Garma hakutaka mazungumzo naye. Yaani alijikausha kana kwamba hakusemeshwa na mtu ambaye alikuwa anamheshimu sana. Alienda hadi chumbani ambako Mama Nina alikuwa akilala. Alichagua kila ambacho kinamhusu mwanamke yule na akakiweka katika furushi. Dakika mbili mbele alikuwa amefanikiwa kutoa kila kitu na kufunga katika furushi, na alipomaliza alibeba hadi sebuleni. Baba, kwani kuna nini? Aliuliza Mama Nina kwa taharuki. Hakuelewa nini kwa kinaendelea. Mtoto mbaya anafunzwa na mama yake. Chukua mwanao na wewe naomba utoke nyumbani kwangu, alisema Garma, kisha aliweka mizigo chini. Alienda chumbani kwake kuchagua baadhi ya nguo za Nina pamoja na vikorokoro vingine ambavyo aliweka katika shuka kama ambavyo ilikuwa nguo za mama yake, na kisha navyo alitoka navyo nje. Hujaondoka tu? Alifoka kwa hasira. Unajua mimi sikuelewi, wewe unataka niondoke niende wapi sasa? Kwani hapa ni kwako? Hapa ni kwako, ulikuwa wapi kabla? Nendeni kwenu jamani, siwataki, na msije mkataka niwafanyie kitu kibaya. Mtakuja kuishangaa dunia na kuona na watu wa ajabu sana, alisisitiza. Garma aliongea hivyo kisha alipiga hatua na alimnyanyua Mama Nina ambaye alikuwa amekaa katika sofa. Bi mkubwa, unachafua sofa zangu bwana, hebu naomba utoke. Alifoka na kambwaga chini kama mzigo hivi. Mama Nina aliuonja upande wa pili wa Garma ambao hakuwahi kufikiria kama angezaliwa nao. Ina maana zile dawa zifanya kazi au? Alikuwa akijiuliza bila kupata majibu. Baba, naenda wapi mimi? Nje kuna mvua kama ambavyo unaona inaanza kunyesha. Naenda wapi? Mvua? Yaani mvua na kuondoka hapa vinahusiana nini? Wewe toka. Unadhani hakuna watu ambao wanatembea huko nje licha hiyo ambao unasema ni mvua? Mwanao anaenda kugongwa nje ya nyumba yangu na mwanaume mwingine, afu naficha siri. Unajikuta nani labda? Kama una mtoto malaya, kwa nini wewe mama usiwe malaya? Alisema Garma.
Malaya lilikuwa ni tusi kubwa sana kwa Nina ambaye hakuamini kama mdomo wa Garma ndio ulitamka lile neno. Alishikwa na hasira, lakini hazikusaidia kitu chochote kile mbele ya mwanaume yule ambaye alikuwa tayari ameshabadilika. Akili yake ilikuwa ikiwaza kuwaondoa na sio vinginevyo. Hakutaka mambo mengi zaidi ya kusimama na kusimamia msimamo wake kwa kile ambacho alikuwa anakiamua kwa wakati ule. Kwa mimi ni malaya? Aliuliza Mama Nina. Mbwa uzaliana na mbwa, kwa hiyo hata malaya uzaliwa na malaya pia. Kwa ukiona mtoto amekuwa malaya, basi hata mama yake alikuwa hivyo au babake. Kwani shida nini sasa? Mnafanyia wapi malaya wako? Mimi sijui. Kabla hajamaliza kuongea, Nina alifungua mlango. Macho yake alimuona mama yake akiwa chini, na alipomwona Nina alijifanya kama analia. Garma, hivi Nina alitaka kuzungumza lakini hakuweza kumaliza. Ngumi nzito ilitua katika pua yake na ilimwangusha chini. Mguu wa Garma ulitua katika mgongo wake, kisha akamsigia kidogo kana kwamba anasugua gaga hivi. Nina alipiga kelele moja, mama nakufa. Kufa mbwa wewe. Kwa mliweka limbwata mkitegemea kwamba mtaniteka, si ndio? Anyways, mimi sitaki kufanya kitu chochote kibaya dhidi yenu. Sitaki kabisa, ila kwa sasa ninachotaka kuambia ni kwamba naombeni muondoke nyumbani kwangu. Yaani simtaki mtu yote yule ndani kwangu. Alisema Garma kwa kitua mguu katika mwili wa Nina. Alirudi nyuma kidogo na kumpiga teke ambalo lilimfikisha hadi mlangoni. Nina alitambua kwamba pale kulikuwa na mwanaume ambaye alikuwa amevaa roho ya wanaume. Na sio wanaume tu, alikuwa na roho ya kikatili. Na endapo hatakubali kuondoka, basi maisha yake yote yangeishia pale. Nauliza tena, mtatoka au mtoki? Aliuliza Garma akiwa na jazba, na jasho lilikuwa linamtoka mithili ya mwanamieleka hivi kama mtoka kupigana. Mama, tuondoke. Nina alizungumza kwa kutokupangilia maneno yake kutokana na maumivu ambayo alikuwa anapitia. Naombeni ondokeni na kila kitu chenu. Sitaki kumuona mtu hapa. Nina hasira sana, nisije nikawaua. Nitakuja kuwaua. Naombeni mtoke nyumbani kwangu. Garma aliendelea kupayuka. Hakuna kingine ambacho kilifuatia zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba wanatakiwa kuondoka katika eneo lile, ingawa hawakutaraji kuondoka kwa namna ile, lakini ulitambua kwamba Garma hakuwa tena sehemu ya maisha ya mwanzo. Garma alikuwa mbadilika, na hata dawa ambayo walimpa ilikuwa haifanyi kazi kama ambavyo walidhani ingefanya kazi kama hapo awali. Mama Nina alijiinua na kuvuta furushi ambalo ilikuwa pembeni yake, kisha akaweka kichwani. Nina naye huku akitoka na damu maeneo mdomoni alijinyanyua pia, lakini kabla ya kutoka aliamua kumchimba mkwara Garma na kumwambia, umenidhalilisha vya kutosha. Yaani umefanya nijione sina thamani kuanzia kule leo mpaka hapa. Ila asante na shukuru, lakini nitambua kwamba hiki ambacho umekifanya leo nitakuja kulipa siku yote ile katika maisha yangu. Nitakuja kulipa utokao uamini. Labda nife, naondoka. Ilikuwa ni kauli ya kishujaa sana kwa upande wake Nina. Aliona kwamba yani kama amezungumza kauli ambayo inafaa, sijui au kumpa matumaini ya kuya. Labda Garma angejifikiria kwa kile ambacho kifanya, lakini haikuwa hivyo. Ndio kwanza Garma alimtazama kwa dharau akamwambia, "Hivi kwa nini unanipigiza kelele? Naomba ondoka hapa, sio kwako. Sikupendi, toka nenda kwa Yusufu. Kama ungekuwa mwanamke ambaye una akili, basi ungeheshimu ndoa yako. Ungeangalia ambaye aliyepita alifanya nini na wewe uboreshe na sio kubomoa kila kitu." Niliachana na Maina kwa ajili ya kutekeleza hitaji la mama. Nilifanya vile ili mamangu awe na amani, sio kwa sababu nilikuwa nakupenda. Lakini ukaona kwamba haifai mamangu ambaye amekuleta hapa uwe mke bora, ili uwe mkwe wake. Kumbe wewe uko unamtaka yeye, hata mwili wake kutaka uzikwe hapa katika eneo nzuri. Mamangu ambaye alinifanya kuachana na Maina ili wewe uchukue nafasi yake. Ukaona yani hapaswi kuishi hapa kwangu, kaniambia nimpeleke Buzuruga. Maana yake ni kwamba uko na upendo naye licha ya kukuambia kwamba wewe ni mke bora mbele yangu. Mtazame Maina mwenzako ambavyo alikuwa na upendo na mama. Aliniambia kwamba mama hataki kuishi mwenyewe, bali natakiwa kukaa naye na kuzungumza naye. Nilifanya nini kwake? Nilimtoa mama kutoka porini na kumleta katika nyumba hii wakaishi na Maina, na hivyo ni bahati mbaya tu damu zao zikuendana, na sio kwamba hawakuwa na mapenzi ya dhati. Ila nisimalize maneno. Kila laheri. Naomba uondoke, mnaweza kuondoka sasa kwenye nyumba yangu, alisema Garma huku akitetemeka. Kila neno ambalo alitoa katika mdomo wake liliambatana na machozi. Liliambatana na machozi ya kumpoteza Maina katika mikono yake. Na hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya ujinga wake. Moyoni mwake alijiambia, Maina, nimekupoteza. Ni kauli ambayo ilimfanya amuone Nina na mama yake kama takataka katika nyumba yake. Akamwambia, naombeni muondoke. Alipayuka tena. Babu wetu, tunatoka vipi bwana? Acha kutupigia makelele bwana. Umekalia jumba. Akasema jumba inayo nyumba. Nina aliongea kwa dharau huko akimwangalia. Alimwangalia Garma kuanzia jumba chini, afu akamtingisha mwili wake. Mikono ilikuwa kiunoni. Akamwambia, malaya mwenzako ameshajitusha mizigo wake, huyo anaondoka, sio unasubiri nini? Garma aliongea. Nina alimtazama mama yake ambaye alitaka kufungua mlango, lakini alimzuia, kisha akamtazama Garma. Akamwambia, wewe huwezi kutudhalisha kiasi kisikia. Mama, acha hizo nguo. Tutu hapo tutapata nguo mpya, mama acha. Nina alisema na kumtoa mama yake ile mzigo. Utajua wenyewe bwana. Mimi hizi nachoma moto, yani sio hizi tu bali kila kitu ambacho kinahusiana na nyinyi nitakichoma moto. Garma aliongea huku akimtazama Nina ambaye alifungua mlango na kuondoka na mama yake. Kiukweli
Hawakuamini kama wameondoka pale ndani. Hawakuamini kama Garma amechukua maamuzi hayo ambayo yalikuwa ni magumu sana kufanyika, lakini aliweza kufanya hivyo kweli. Na alienda hadi getini kuthibitisha, na akaona taksi ambayo iliwachukua na wakaondoka katika nyumba yake. Naam, karibu sana wapenzi wasikilizaji wa Banga to Banga, na leo katika album review tutakuwa na album ya kutoka kwa msanii anaitwa Disaster Vina. Huyu ni miongoni mwa wasanii wazuri sana ambao hawajulikani na wengi, lakini nyimbo zake zina ujumbe wa kutosha mno. Wimbo kama Ndoano, Kuna Binti, Siku Nikifa pamoja na Wimbo Sio Bora zilikuwa ni miongoni mwa nyimbo zake. Sasa hii ilikuwa ni sauti ya mtangazaji katika redio iliyofunguliwa na Rasma wakati wakiwa wanapata chakula cha usiku nyumbani kwake Maina. Maina alikuwa ni mpole mno. Alikuwa amepoa mpaka sauti ambayo alikuwa akisikia kama kutoka kwa mtangazaji yule aliona kama inamchosha hivi. Ladha ya chakula ilikuwa ipandi kabisa. Kila alichokuwa kikifikiria katika kichwa chake kilikosa kumpa majibu kamili. Rasma, bwana, mimi naona kelele bwana. Unaweza kuzima hiyo redio? Maina aliuliza. Maina, usiruhusu matatizo ya kutawale. Mbona huwa hayaishi? Utamu wa dunia ni kutatua matatizo, na unapofanikiwa kuyatatua ndio unakuwa una akili. Ni sawa na shuleni ambako tunapewa mtihani, na ili uende hatua nyingine basi yapaswa ufaulu. Huwezi kwenda darasa ambalo linakuja kama ukiwa una akili au ukiwa unakimbia mitihani. Unaopitia sasa hivi Maina, basi kuna kitu kizuri sana kinakuja huko mbele ujue, alisema Rasma na kumpa matumaini rafiki yake. Kwa hiyo kuna muda mimi nitakuwa kama awali. Ndio, mbona kuna muda uliteseka na mimi afu baadaye tukawa na amani. Uone ambavyo ulifaulu, basi mimi nakwambia utafaulu tena na utaenda kufanya tafrija kama sherehe ya kuvuka tu ambayo ilikuwa ngumu sana. Mimi sidhani bwana, ila sawa, acha nikusikilize tu, lakini hiki chakula ujue ni hata kipande kinywani. Jitahidi baby bwana, afu kumbuka kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana. Mtu ambaye atamani kuwa na wewe. Niamini mimi utapata mwanaume ambaye ana mapenzi ya dhati sana. Rasma alisema na akawa amemsogelea Maina. Alimfuta chozi rafiki yake huyu ambaye tayari alikuwa ameshaanza kulia. Akachukua chakula na kumlisha kidogo, na ilikuwa ni mapenzi makubwa sana kwa Maina pamoja na Rasma. Alijikuta akianza kutabasamu, maana hakutaraji kama rafiki yake yule angeweza kumpa mapenzi ya dhati kiasi hiki kwenye nyakati ngumu kama hizi ambazo kila anapokuwa na nyakati ngumu basi alikuwa anamfariji. Na msikilizaji, hii ni miongoni mwa album ambazo naweza kusema kwa mwaka 2020 hadi sasa 2021, basi kwa upande wa hip hop hapa nchini kwanza imekuwa na nyimbo ambazo na imani zinapaswa sana ziwepo hata mashuleni. Nisiongee sana, naomba tusikilize hii ya kwanza, inaitwa Masculine Feminist. Kwa nini nimeamua kwanza na huu wimbo? Ni kwa sababu unaeleza pande zote mbili kinzani. Yaani mwanamke anamlalamikia mwanaume jinsi ambavyo anamnyima haki zake, lakini mwanaume pia anamwambia mwanamke kwa nini hayo yote yanatokea. Moja ya burudani safi sana kutoka katika albamu hii. Mtangazaji alikuwa amesema na sasa aliwaachia wimbo ule uanze kutamba. Kila mmoja alimwangu kutega sikio ili kusikiliza vizuri ule wimbo. Maina aliona ni kama sehemu yake kujifariji, na kama angesikiza vizuri, maana na mtangazaji kwa namna kama ya kumtamanisha vidi kila mtu aweze kusikiliza. Sasa wimbo ulikuwa unaimba hivi: Dear boys, dear men. Ni sisi wasichana, kina dada, mabinti na mama zenu. Tunaongea kutoka upande wa chini, upande mbali na upande kutoka usawa wenu. Upande nilipo msichana kuna itilafu. So, sikio lako thabiti ni ushindi kwangu. Ninataka kusema hapa sio siri katukatu, ili ujue nina vingi vya kuofa kabla ya mwili wangu. Kwa miaka mingi nimeishi gizani kwenye baridi na miba mingi nyikani. Eneo lilotaka niishi ni eneo kandamizi, na bahati mbaya wewe ndo mchoraji wa hii ramani. Ramani inamuonyesha binti kama chombo cha mapenzi, msindikizaji, mtoto tegemezi. Ramani isiyojua vituo, isiyojua tunaweza kuwa marafiki bila hata kuvuana nguo. Dear boys, dear men. Mngeelewana, mngeweka fikra sahihi kama sanaa jinsi inavyozalisha fasihi. Mimi ni mlezi, ukinivika mimi, umenivika jamii. Ugentleman sio kulipa mgawani, umeshapitwa na wakati. Hainisaidii kunifungulia mlango nikifika kwenye gari. Nifungulie fikra, nitafakari. Dear boys, dear men. Tumekuwa tegemezi, maana mmeficha mbegu. Nani wa kuipigana vita yetu? Umbali kati yetu utakuwa mkubwa milele, maana sisi ni wahanga wa mifumo mlioiunda wenyewe. Nikijaribu kusoma na baki bure, maana najali mwili wangu, ndo maana mistaki shule. Kila nikienda popote wanaomba ngono. Labda niwe changu doa to the fullest, at least I get paid. Hata sisi tuna life pia, and the world doesn't revolve around you. Nipo tofauti, sikupenda, na tena unaponichezea fahamu kuwa ninazeeka mapema. Shujaa anakumbukwa, mzazi sikumbukwi. Na kwa nini kuwa msafi
sio haja kwako, au kutembea kifua wazi ni kujiamini, nikitembea mimi ni nusu uchi. I wish ungejua pride yako nayo sumu. I wish ungejua kuwa wanaume sio nguvu. I wish ungejua kuwa binadamu hajakamilika, mwanaume aliyekamilika anatimiza majukumu. I wish ungejua kuwa na mimba sio haya. I wish ungejua mwanamke kuwa kichwa si vibaya. I wish ungejua kuwa upendo nao una nguvu. Kwa hiyo mwanamke akikutongoza mwanaume si malaya. I wish ungejua kuonyesha fear sometimes. It's okay. It's okay kulia sometimes. I wish ungejua uongozi hauoni jinsia. Si tatizo mwanamke kuongoza njia sometimes. Mifumo mlioanzisha ina maisha na chenye maisha kinazikwa. Kwa hiyo ipo siku mwanamke atasimama na vita tunaopigana tutashinda. Inasikitisha hamkui kihisia, japo mnakuwa kiakili. Natamani ungejua kuwa inauma sana kwamba namba 2 kwenye kila nyanja. Ego ni power, ila iogope, maana ni upanga unaokata pande zote. Ngoma nzuri haitavuma milele. Ukitumia ubabe vibaya utakuvunja mwenyewe. Hadithi ya mwanamke alimshawishi Adamu kula tunda iliandikwa na wewe. Sijui Delila alichukua nguvu za mumewe, sijui akaziuza, iliandikwa na wewe. Upande wangu hadithi haujasikilizwa, pengine hautasikilizwa hasirani, maana alianzisha shule akasoma mwanaume, mwanamke akabaki nyumbani. Dear boys, dear men, hamtakaa kwenye kilele, maana kilele ni kuwa mama. Mimi na kichwa, so wewe ungekuwa kichwa, mtaani kusingekuwa na single mother. Lini mtaacha kutuita mademu, au labda muite demu mamako? Ukiona uwezi, naomba niheshimu, kwa maana heshima inaanzia kwako. Na haja ya maelewano iko hapo. I mean, ipi salamu ya kichwa cha familia bila mkono wa kuosha macho? Najua tupo tofauti, na tofauti yetu itabaki hivyo milele, ila naomba usinichukie nielewe. Dear boys, dear men, na sisi wasichana kina dada, mabinti na mama zenu, tunawasilisha kutoka upande wa chini, upande wa pili, upande mbali kutoka usawa wenu. Basi mtangazaji alisimamisha mashairi ya wimbo kisha kaanza kutangaza bila hata kuacha uendelee, kitu ambacho sasa kilimkera sana Maina, maana alikuwa anasikiliza haya mashairi. Huyu naye kwa nini sasa anatoa? Alisema kwa kupayuka huko, akionekana kuwa na hasira kupita maelezo. Rasma basi akaangua kicheko huko akimtazama Maina, afa akasema, kumbe kuna watu wanaimba mambo ya kijamii hivi na hatujui jamani. Acha tueni hapo, ingekuwa leo sijui leo na kutoto sijui watu ndo wanapenda huo upuuzi, sijui bia tamu sijui, lakini huyu mbona amepiga hii nyimbo nzuri afu ina maana kabisa. Ila unajua najua kwa kweli, yani mpaka nimependa, yani natamani kama nisimulie ambayo yamenikuta, yani hata akatolee wimbo, yani anajua jamani mpaka raha. Unajua amezungumza maisha ya wanawake yote, yani vile ambavyo wanawake tunafanywa na wanaume. Hata mimi nimempenda kwa kweli, na sikutegemea kama angeimba hivi, maana hilo jina lake tu lilinikatisha kuwa yani niliona kwamba linanikera hata kusikiliza ujue. Basi unajua mimi nitaka kuwasikiliza hao wanaume wameimba nini, maana haya mambo yameongelea upande wa wanawake tu, na ni kweli. Ujue kuna wanaume wanakera sana swala la kuitana mademu mbele za watu jamani. Swala la mwanaume kutokulea mimba afu mtoto akizaliwa anasema wa kwake hili. Limenikera. Sema hata mimi kanifurahisha pale aliposema eti si mtoto wa baba ni rafiki sweetie. Sasa kama mtu hujalea mimba afu mtoto akizaliwa ndo anakuja kusema wa kwako, nadhani kuna nini hapo jamani? Lazima awe rafiki wako. Basi Maina alisema huku akishikashika tumbo lake. Wimbo leo usikiliza kwa kweli ulikuwa umempa matumaini sana kwamba angeweza kuishi na mimba bila hata ya mwanaume. Basi Rasma akamwambia basi mwaya udownload ili tusikilize wanaume pia watakuwa walisema nini. Na hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wakiwa katika mazungumzo siku ya leo. Sasa msikilizaji, hii ni sehemu ya 9 ya simulizi hii ya Rasma msikilizaji, na kwa leo tunakuwa tumekomea hapo. Na ndio hivyo Maina kama mnavyoona bwana Maina ndo kama mnavyoona katika kila episode, yani yeye ni kama fungu la kukosa hivi. Sijui makosa ya Maina ni yepi mpaka sasa hivi. Kwa nini uaga anapitia vitu kama hivi mimi sijui. Lakini msikilizaji, picha yote umeipata tangu tulipoanza episode 1. Leo tuko sehemu ya 9. Bila shaka una chochote cha kusema ama cha kumzungumzia Maina. Mambo bado ni mabichi, mambo bado ni moto. Sehemu ya 10 inakuja hivi punde. Kumbuka hapa ni Simulizi Zetu Media. Mwandishi wetu ni Sam Dafur, na sauti tunaisikia nyuma mic. Jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika sehemu ya 10.